watu ambao walilaaniwa, sio malaika. Malaika hawezi lala na mwanamke. Uoli. Na andiko liko madai, wenye wanaenda mbinguni atakuwa kama malaika. Tijari, utalitafuta hapo. Mpatie microphone kwanza chenye alikuwa anataka kusema kwanza. Mwalimu, nataka niamuke na hili kwa sababu nimeelewa na kwa fikra zangu na kwa akili yangu nilikuwa naona hata malaika wenye niko nao labda ni washuku kidogo. Lakini nimekuelewa. Usishuku malaika, Mungu amekupatia kwa uhakika. Na nashukuru, lakini nauliza kwa ajili ya Wakenya wenzangu na hata mimi zaidi. Sasa swali la mwisho, bado niko kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo Biblia inasema wakati wa mvua wa Karika, wapo majitu ambayo yalikuwa yamesababisha maasi. Yaliangamizwa na maji. Alafu hayo majitu hayanakiliwi tena, yanakuja kunakiliwa hapa Misri. Hapa Misri Joshua na Caleb wanasema tumeyaona majitu kwenye hilo shamba. Ni kweli kwa macho yao yaona. Sasa haya majitu ambayo Biblia inazungumzia katika vizazi wanamungu, katika vizazi vingine, tutayapata vipi? Ama kwa maisha yenye tuko nayo labda yamegeuka katika kiroho nayo tuko nayo bado, na yalikuwaje yameangamizwa huku na maji yakatibuka huku? Kidogo fafanua hapo mwalimu, nikuelewe kidogo. Nataka uelewe hivi. Wewe vyenye ulivyo, kuwa hivyo uko mfupi, tuko pamoja. Ni madhara ya dhambi. Adamu alikuwa mtu wa futi 18. Ni madhara ya nini? Ya dhambi. Ndio naona leo duniani kuna watu warefu, wengine nini? Inaitwa the consequences of sin. Hiyo ni madhara ya nini? Ya dhambi. Wale watu wanaendelea majitu, maana hizo zinaitwa genes za mwili, lakini kuna wale wafupi na wengine wa nini? Na kama si upendo wa Mungu, kama hata maliza hii dunia hivi karibuni, kizazi chetu watakuwa birikimo wafupi kabisa. Ni inaitwa madhara ya nini? So kizazi kimekuwa kienda kuwa kifupi na majitu yanaendelea, kuna mahali yanaibuka. Kuna nchi ukienda watu ni wanene wakubwa, si ndio? Kuna pengine ukienda unapata wengine ni wakonde wafupi. Ni madhara ya dhambi. Fikiri umenielewa? Dhambi imeleta hizi vitu zote, kuwe na watu warefu na nini? Sasa ukiona mwenzako ni mfupi na mwingine ni mrefu kukuliko, ni madhara ya dhambi. Dhambi imefanya. Tuko pamoja? Lakini fulani moja iko hapa. Tunapoingia katika mbingu mpya Yesu anaporudi, tukikula katika meza ya kioo, watakatifu wataka ukombolewa, sisi wote tutakuwa kimo moja, the same height yenye Adamu alikuwa nayo. Sijui kama umeelewa. Nimekuelewa mwalimu. So ni madhara ya dhambi imefanya wanadamu wakuwe ndio walivyo. Asante. Tulikuwa na wachungaji wengine hapa nyuma. Walitoka Tanzania. Wakawa wanafundisha vizuri kuhusu Illuminati na mambo ya shetani. Kabisa. Na waliposisitiza mwisho wa maandiko haya yote anayezungumzia kama Revelation, bado ni Mungu. Bado Mungu anamfunulia mtumishi wake akiandika venye yatakuwa. Kabisa. Na hiyo structure imepangwa na Mungu. Sasa kwa Mungu kwa kuwafikiria Illuminati ipo na Freemason, ama tutamwabudu Mungu kwa kutafuta na ukweli ambao tuko nao? Sema mwalimu, tutaokoka kwa kuokopa shetani ya kwamba hapo na alikuwepo na yupo na hata Mungu anamjua na hata anaenda mbele za Mungu akiomba nafasi ya kutujaribu, ama tutamwabudu Mungu katika fikira ya kujua ukweli na kutafuta nafasi ya kwenda mbinguni? Hiyo ni swali ya mwisho. Asante. Unauliza tutaokoka aje, si ndio? Tutaokoka tukimshinda. Hebu sema Wakorintho 2:11. Wokovu ndio maana shetani bado ako duniani, si ndio? Lazima tumshinde, na sio sisi tunaweza kummaliza shetani. Yesu ndiye mwenye uwezo, si ndio? Kazi yetu ni gani? Wakorintho 2:11 inasema. Sasa sikia venye unaonya sasa wewe ambaye umeuliza swali na wengine wengi hapa. Shetani inasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukozi kuzijua fikra zake. Upatie kitu umeambiwa na Mungu, shetani asikushinde, maana kila siku atakuletea majaribu, si ndio? Sasa amekufunulia katika maandiko matakatifu, maana shetani anajua Biblia jinsi ilivyo. Atatumia Biblia kukushinda wewe, na wewe soma Biblia umshinde shetani. Hivyo ndivyo iko. Hivyo umeelewa? Kwa hivyo tusingangane na agenda zake, tufocus kwa Mungu. Lazima ujue agenda za shetani, ujue venye utamshinda, si ndio? Lakini tumaini lako umeweka kwa nani? Sasa Mungu amekufunulia agenda za shetani. Leo anakuonyesha kwamba shetani alikuja akajigawa kwa makundi ili aweze kukamata dunia mzima. Illuminati, Freemason, si ndio? Lazima uijue. Ukiijua ujue venye kuepuka, ukienda kwa nani?
wa Mungu. Maana Freemasonic says inasaidia watu wakae maisha ya raha kwa hii dunia, wasahau kuna Mungu aliye wapi. Sasa Biblia itakufundisha sasa, hiyo ndio njama ya Shetani. Mpango wa Mungu ni upi? Warumi 1:17 mpatie usikie. Maana Shetani anajaribu kuonyesha kwa hii dunia unaweza kaa maisha ya raha, si ndio? Ufurahie, lakini Mungu anakuonyesha mpango wake sio huo, mpango wako ndio huo. Tumainia Mungu hata kama shinda itakuwa, lakini usimame kwa imani. Kuna siku anakuja kupatia maisha ya baadaye mazuri. Soma. Inasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Haki ya Mungu inafaa kudhihirishwa ndani yako. Kutoka imani hata imani. Kutoka kwa imani hata imani. Kama ilivyoandikwa. Sasa imeandikiwa sisi tunaishi kipindi cha mwisho. Tuwe na imani ya Mungu. Na haki ya Mungu idhihirishwe ndani yetu. Sio? Na ikidhihirishwa, hii dunia tutapitia mateso, majaribu, lakini kwa imani tukimwamini Yesu tutashinda, si ndio? Na tukishinda sio lazima tukae maisha watu ambao wako ndani ya mpango wa Shetani wanakaa, lakini tunaishi kwa imani. Soma andiko. Inaendelea kusema, lakini mwenye haki ambaye ni mimi na wewe ataishi kwa imani. Utumainie Mungu. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Lakini unamtumainia ukijua jama za Shetani na vile utaziepuka. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Je, kama umenishika? Nimekushika. Sasa utaendelea kuishi kwa dunia ukitumainia Mungu, lakini lazima Mungu akuonyeshe njama ya Shetani, si ndio? Ambaye ameweka duniani na akuonyeshe venye kutoroka kwa hiyo jambo. Maana Shetani ataleta jaribu, Mungu naye akuonyeshe ile jaribu venye lilivyo na venye utafanya kulitoroka. Sio umenipata? Nimekupata mwalimu. Haya. Sasa hilo nimekuelewa juu. Wasiwasi yangu ya kwamba wengi wanaweka watu uoga. Na mtu anaishi katika uoga. Usiishi kwa uoga. Sasa kama Shetani naye ana kundi lake ambalo tunaweza tangamana nao. Na huko unajua huyu labda ni Illuminati. Na ako na agenda zake, mimi na agenda zangu na Mungu. Si ni vizuri kila mtu asukuma agenda zake na tuone mwisho wa siku itakuwa. Sasa hata huyo mtu unafaa kumsaidia umuokoe. Maana unafaa kumuonyesha njia. Si ushajua wewe? Ndio msaidie. Asante mwalimu. Tuko pamoja? Ukijua venye yako na wewe ndio msaidie. Hivyo ndivyo tumeitwa. Maana unaambiwa ukuwe pia mchungaji wa ndugu yako. Tuko pamoja? Ukijua ukweli, tangazia mwingine ukweli atoke huko. Haya, Anthony. Leo niko na swali. Yes, Anthony. Vile huu mkutano ulianza, kila siku venye tunaona, mlisema ya kwamba hii dunia iko chini ya Roman Empire, Catholic. Tuko under Roman Empire. Na leadership church wise tuko pale. Na pia nimeona ma videos, nimeamini wakati Pope Francis alikuwa analamba miguu ya government ya South Sudan. Alafu nimeona ile mazishi ilikuwa inaendelea pale ya Benedict wa 16. Nilikuwa naona wale wa G7. Mlisema ilikuwa G10, lakini sasa hii ni G7. Niliona wale Macron wa France alikuwa huko. Na wale ma president hawakuweza kufika, walikuwa wanatuma wawakilishi kama vice president na nini. Nilikuwa najaribu kufuatilia ile mazishi ya huko. So hii kanisa mnasema ni kanisa ya Mungu. Juu Catholic ina rule governments according to what tumesoma hapa. Kabisa. Inaongoza mataifa na makanisa. So kanisa la Mungu ambalo mlisema ni SDA. Mtu kama mimi nikitaka kukua kiongozi, SDA inaruhusu mtu kuwa mwanasiasa. Because kama tuko under Roman Empire, nyinyi mnaruhusu mtu kukua kiongozi, kuingia kwa siasa. Kuingia kwa siasa. Kanisa la SDA. Haya, acha tuulize Biblia, Kumbukumbu la Torati. Maana kitu moja nataka tuelewane hivi. Tumeitwa, maana si Danieli alikuwa kwa serikali. Hebu mpatie kwanza microphone. Danieli alikuwa kwa serikali. Sina ufahamu sana na Bible. Maana Danieli 2 inasema Danieli alitawala katika ufalme wa Babeli, alikuwa kwa ufalme wa Babeli, si ndio? Akajipata ufalme wa Medo-Persia na akawekwa wakiwa watatu. Ukitoka kwa mfalme yeye ndiye alikuwa anaongoza bado, si ndio? Sasa Danieli, mimi nakuuliza swali, alijiweka ama alijipata pale? Sasa Alijipata pale, si ndio? Sasa nataka uelewe kuna utaratibu wa kuchagua kiongozi. Hiyo ndio Biblia imetupatia. Lakini sisi tumeitwa, nataka unishike vizuri kwenye Mungu ametupatia. Sisi hatujaitwa tuingie kwa siasa tujiingize, lakini ukijipata uko pale, simamia kweli ya Mungu. Nafikiri umenielewa. Sasa kama niko SDA, kwa Mkristo SDA
na nataka kusimama ubunge. Hiyo kanisa itaniruhusu? Nataka uelewe hivi, hiyo itakuwa ni msimamo wako. Kwa sababu gani? Leo ukiingia kwa serikali za dunia, si ndio? Zinapitisha miswada ambayo ndani na Kristo. Tuko pamoja? Utakubali ama utakataa? Hiyo unakataa. Utakataa, si ndio? Ukikataa utakuwa pale. Kwa neema ya Mungu kama ataniweka ama kama nitalemewa kama Magufuli. Unajua, nataka uelewe hivi, ukiwa kwa siasa unaweza jipata pale, si ndio? Maana Israeli waliambiwa wachague watu ambao wataongoza, lakini wakichaguliwa akuwe mmoja wa imani yako, si ndio? Ayasikia Kumbukumbu la Torati tusome hiyo. Ni 14, 17 ama ni 17, 14. Mtumishi wewe ndio unaelewa. Moja yaza. 17, 14 anzia pale. Mungu aliambia wana wa Israeli, maana walikuwa wanaongozwa na Mungu peke yake, wakaamua kuwa na kiongozi, lakini alipoamua kuwa na kiongozi Mungu akapatia utaratibu, si ndio? Katika nchi ambayo mtakapoingia, mkiingia msisahau hili, si ndio? Msisahau gani? Haya sikia. Inasema utakapokwisha kuingia katika nchi akupaye Bwana Mungu wako ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema, yaani wakati Israeli watakaposema hivi, nitaweka mfalme juu yangu, utachagua mtawala akuwe juu yako, mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu. Usiache. Kumbe Israeli walitamani wakuwe na mfano wa mataifa yaliyo kando kando yao, si ndio? Lakini nakwambia kama mtachagua kiongozi, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana. Umweke yule atakayechaguliwa na nani? Na Bwana. Kumbe mwenye kuchagua ni nani? Bwana. Ni Bwana, si ndio? Haya, ya pili, awe mfalme juu yako. Awe mfalme juu ya nani? Juu yako. Haya, maliza ya tatu sasa. Umweke moja katika ndugu zako. Kumbe kama ambaye amechaguliwa na Bwana ni mmoja ambaye ako katika ndugu za nani? Zako. Ndugu zako kwa imani. Ndugu zako kwa nini? Kwa imani. Kumbe mwenye alikuwa anachagua mtu ni nani? Ni wewe unajichagua ama ni Mungu? Mpatie microphone. Ni wewe unajichagua useme nataka kuwa leo kiongozi ama ni Bwana anakuchagua? Umechaguliwa na Mungu. Umechaguliwa na Mungu, si ndio? Lakini wewe leo umeamua ni kuwe MCA, ni Mungu amekuchagua ama leo umesema ukwe? Ni wengi wanajipeleka juu, ni process ya kuchaguliwa. Hiyo si ya kuappointiwa. Sasa ndio nasikia Mungu anasema uweke wataka uchaguliwa na Bwana, si ndio? Na qualification akuwe mmoja wa ndugu yako kwa imani. Mmoja ndugu yako kwa nini? Kwa imani. Hiyo ni ya pili, si ndio? Ya tatu ni gani? Haya, mpatie usikie. Kama utachagua kiongozi, si ndio? Haya, sikia. Inaendelea kusema, mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako. Maliza. Msimtawaze mgeni juu yako. Usimtawaze mgeni, mtu ambaye sio imani yako, ambaye si ndugu yako. Endelea. Ila asifanye farasi wake kuwa wengi. Usichague kiongozi ambaye akiingia pale atajirimbikizia mali zikuwe nini? Yaani kanisa alijakatazwa kupigia watu kura, si ndio? Lakini qualification ya kuchagua mtawala iko kitabu cha Deuteronomy. Usiweke mtu ambaye sio imani yako ya kwanza, si ndio? Ya pili, usiweke mtu ambaye ataongeza farasi wake ama atajirimbikizia mali, apore mali aeke zikuwe mingi zake, si ndio? Ayasikiza ya nne. Inasema wala asiwarudishe watu Misri. Usichague mtu ambaye atarudisha watu katika ibada, maana Misri ni duniani, si ndio? Hawaondoe kwa ibada ya Mungu apeleke ingine, si ndio? Qualification ya hii tano, ili apate kufanya farasi kuwa wengi. Usichague kiongozi ambaye atazidi kujirimbikizia mali, kwa kuwa Bwana amewaambia, maliza, tangu sasa msirudie tena njia ile. Endelea. Wala asizidishe wake. Usichague kiongozi ambaye ako na zaidi ya mke mmoja. Hiyo ndio qualification ya Biblia, si ndio? Sasa kanisa la Seventh Day Adventist alijakatazwa kuchagua viongozi, si ndio? Lakini kuna wale Mungu amewachagua, lakini waangaliwe kwa hizo qualification. Na nafikiri umenielewa. Qualification ya kwanza, asijizindishie mali. Tuko moja. Qualification ya pili, asichaguliwe kiongozi ambaye ataondoa watu kwa mpango wa Mungu. Qualification ya tatu, asichaguliwe kiongozi ambaye na zaidi ya mke mmoja, si ndio? Wenye wamechaguliwa mwaka ambao umepita, si ndio? Walipimwa na hiyo kipimo ya Mungu. Hapana. Sasa unaona ya kwamba hii ndio mpango Mungu amepatia kanisa. Nafikiri umenielewa. Ndio, niko na swali lingine. Ili nimepita huku katika pilika zangu nasikia watu wanasema ati SDA hairuhusu mtu kukunywa chai ya majani. Hii ketepati sijui ni drug nini? Sijui kama ni ukweli ama ilikuwa rumors. Ni ukweli kwa sababu hivi.
Nataka kuiweka vizuri. Tuko pamoja? Majani iko na kitu inaitwa caffeine ama nicotine. Tuko pamoja? Ambayo inaharibu brain yako. Ndio ukikosa leo chai ya majani wenye wamezoea kukunywa, si ndio? Unasikianga kichwa aje? Inauma. Kichwa inauma, si ndio? Wewe umeisikia Mwadventista ambaye amezoea kutumia kitu kingine badala ya majani, anauma na kichwa? Iko na madhara kwa mwili, ndio atutumui, si ndio? Sasa kuna vitu mingi Mungu amepatiana, maana sio peke yake. Umesikia Wakorintho wa pili 11 ndio tumesoma, imesema kuna njia za kuponya watu, si ndio? Na kuna miujiza. Si ile unasikia ndio pale ni kuombea miujiza. Hata Yesu akiponya, si alitumia mchanga? Niwe nauliza, si alitumia mchanga akatengeneza mate akaweka kwa macho yule kipofu? Sasa Mungu anataka uponywe na nicho. Sasa kuna vitu Mungu amesubstitute. Sio lazima utumie majani ndio ukue umesikia vizuri, si ndio? Mimi leo kwa nyumba yangu, mimi najua nazungumzia chenye natumia kwangu, si ndio? Baadhi watumishi chenye wanatumia kwao, kuna kitu inaitwa lemon grass. Nikamwambia toka na mia, akana madhara lakini kanasaidia mwili, si ndio? Kuna lemon grass, kuna stevia. Tuko pamoja? Sasa ni vile tumejua majani na hizi vitu zingine milo na koko na nini zinaharibu mwili, si ndio? Maana ukipata mtu ambaye anatumia sigara, si ndio? Hako na madhara kwa mwili. Madhara yenye inapatiana kwa sigara ndio bado iko kwa majani na hizi vitu zingine. Ndio naona atutumie, maana inapuru mwili. Ni kwa manufaa ya afya yako. Maana ukiharibu mwili wako pia Mungu naye atafanya nini? Atakuadhibu. Atakuharibu. Nafikiri umenielewa. Ndio maana atutumie hizo vitu. Lakini kuna Mungu anasema hii kikuwa ni mbaya. Tuko pamoja? Ndio nasikia Mwanzo 3:18 inasema michongoma na miiba laana ilipokuja ndio hizi vitu zilikujia. Tuko pamoja? Itakuzalia, lakini utakula mboga za konde. Tunajua kuna mboga mingi duniani, ni zote tunatumia? Hapana, lakini kuna zile Mungu ameamua zikuwe kwa manufaa yako ili umpatie utukufu. Paulo akasema Wakorintho wa kwanza 10:31, kila mulapo au mnywapo au mfanyao lolote katika hii dunia fanyeni yote kwa utukufu wa nani? So unakula upatie Mungu utukufu, unakunywa upatie Mungu nini? Utukufu. Ukunywi maana watu wanakunywa, unauliza utukufu kwa Mungu. Sio kama manielewa. Nilikuwa ndani rumors lakini nimepata ukweli. Iko hivyo. Ya mwisho nikiamka, wakati unaenda kuonyesha pale. Hivi tangu nikaa hapa sijaisikia wakichambua kanisa Winners Chapel, but huku mtaani wanajinini sana. Hao ndio kanisa la kweli. Kulingana na ile knowledge kidogo naelewa about kanisa la Winners Chapel. Nasikianga ni Nigeria ndio headquarters. Deputy ameibuni. Sasa ni is it a global church ama ni African church or a church from Nigeria and few African countries? Yaani imeanzia Nigeria kaanza kusambaa. Tuko pamoja? Duniani ama Afrika? Imetembea mpaka ukienda huko utaipata hata kwa wazungu iko. Tuko pamoja? Lakini ni ya mwanadamu. Maana bado wamekubali siku ya Jumapili, si ndio wanaabudu? So iwezi ikakuwa ya Mungu maana imekataa kwanza amri za Mungu. So Oyedepo ndio mwanzilishi. Ndiye mwanzilishi. Haya, kwa sababu hiyo tunataka kuingia kwa unabii sasa, si ndio? Si Mungu abariki. Si Mungu abariki. Unajua na tumeingia sabato ya Mungu, maana masaa imeingia. Leo ni Jumamosi kwa saa ya Mungu, lakini kwa saa ya kanisa la Roma watu wanaamini tuko Ijumaa bado, si ndio? Ndio leo kwa sababu inaitwa weekend. Si ndio? Weekend imefanya nini? Imeisha. Vilabu sasa ziko available, watu wanaanza kukunywa. Ndio? Lakini leo tumeingia sabato takatifu ya Mungu ambayo Mungu ameiweka kwa utukufu wa jina lake. Na jioni ya leo, maana tuko Jumamosi, si ndio? Jioni ya leo ndio tunaenda kumaliza mkutano. Jioni ya Jumamosi leo, si tuko Jumamosi? Sasa jioni ikifika tukiingia Jumapili ndio tutakuwa tunamaliza huu mkutano. Swali linabaki ni hili. Tunamaliza huu mkutano, utabaki na nini? Utabaki venye ulikuwa tukikuja hapa ama utapata muamsho mpya ufuate iliyo kweli, si ndio? Wengi wamekataa ukweli wa Biblia, wamekuwa na ugumu wa moyo. Lakini swali linabaki, Yesu anaporudi utahukumiwa ama utakuwa wa kuokolewa, si ndio? Tena leo tunataka kuangalia mapigo 7 ya siku za mwisho ambaye anaenda kukuja kupata dunia. Dunia imewekwa akiba kwa laana ya Mungu ambaye inafanya nini? Inakuja. Ndio Mungu anakuita wewe na mimi
ambao tunaishi katika hii dunia tusije tukapotea, bali tuweze kuwa mojawapo ya kikundi kinachoenda kumlaki mawinguni, si ndio? Naam. Lakini kama tutamlaki Kristo, kuna mambo makuu ambayo Kristo anakusudia ili tuweze kuyaelewa. Tuko pamoja? Haya, Naum 1:9 ndio tuombe tuingie kwa unabii wa Biblia unaolenga historia ya siku za mwisho. Naum 1:9. Naum chapter 1 verses number 9. Maana leo tunataka kuangalia mapigo 7 ghadhabu ya Mungu ambayo inaijilia dunia. Ni wangapi wataka uiepuka? Maana ukipatikana na hii ghadhabu inaenda kukupata, lakini ukiwa umejiandaa vilivyo, umekubali Kristo na maagizo yake, utapata na hii ghadhabu. Naum chapter 1 verse number 9 inasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yaani watu wa Kitengela wanaulizwa swali, mnawaza nini juu ya Bwana katika mawazo yenu? Endelea. Yeye atakomboa kabisa. Yaani Mungu, yaani swali ni ile mnauliza jioni ya leo tunapoingia katika haya mapigo 7 ya siku za mwisho, maana tumekaribia kumaliza mkutano wetu. Mungu anawauliza hivi, mnawaza nini juu ya Bwana? Maana Mungu anakuja kuharibu kila kitu kwa hii dunia. Unajua leo watu wanaangalia niko na nyumba ya ghorofa zaidi ya 8 juu, lakini Mungu anakuuliza unawaza nini juu ya Bwana? Maliza andiko. Inaendelea kusema, mateso haya hayatainuka mara ya pili. Yaani Mungu anasema kuna mateso ambayo tunapitia duniani, lakini hayatainuka mara ya ngapi? Ya pili. Maliza. Kwa maana wangawa kama miiba, yaani wangao kama miiba iliyotatana. Endelea. Na kunyweshwa kana kwamba ni katika kunywa kwao. Maliza. Wataliwa kabisa kama mabua makavu. Mapema, yani mapigo inapokuja, wenye watakuwa wajaandaliwa wataliwa kama mabua makavu. Ametoka moja kwako. Endelea. Aniaye mabawa juu ya Bwana. Safi. Atoe mashauri yasiyofaa kitu. Bwana asema hivi. Bwana Mungu anasema hivi, ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu, ijapokuwa dunia ziko na nguvu. Wacha hivi leo Russia inapigana na Ukraine, si ndio? Ijapokuwa hizo dunia zina nguvu. Sikia vile Biblia inasema. Ijapokuwa ni wengi, ijapokuwa dunia iko na watu wengi, hata hivyo watakatwa. Hata hivyo kuna siku Mungu anakuja kuwakata, si ndio? Najua kuna watu wanasema tuko wengi, Mungu hawezi maliza. Mungu anasema ijapokuwa dunia iko na watu wengi, kuna siku anakuja kukata, si ndio? Na ili wasikate. Isaia 28 mstari ni ule 21. Kama utakata, Mungu anakatiana onyo. Maana ninataka kupatiana jioni ya leo mapigo 7, maana kuna siku hii jua inaenda kuwaka mara 7, si ndio? Kuna siku kunaenda kuwa na mvua ya mawe, kuna siku majipu inakuja duniani, si ndio? Haisoma andiko. Inasema 21. Maana Bwana ataondoka kama vile katika mlima. Bwana Mungu yeye alitokea wana wa Israeli katika mlima. Bwana anakuja hivi karibuni, ataondoka vile anavyotoka katika mlima, ataghadhabika kama vile katika bonde la Gibeoni. Maliza. Apate kufanya kazi yake. Mungu anakuja kufanya kazi duniani. Tuko pamoja? Na anakuja kufanya kazi kwa watu gani? Zaburi 119, 126, Psalms 120, Psalms 119, 126. Mungu anakuja kufanya kazi duniani. Inasema anatoka katika mlima mtakatifu mbinguni na anakuja kufanya kazi ya mwisho. Sikia vile anakuja. Wakati umewadia. Mungu anasema kuna wakati umekaribia, umefika sasa, si ndio? Maliza. Bwana atende kazi. Bwana amekaribia kufanya kazi. Kazi gani? Kwa kuwa wameitambua sheria yako. Mungu anakuja kufanya kazi kwa watu ambao wamekataa sheria ya nani? Ya Mungu. Sasa ili usipatikane pale, maana Wakristo leo wanaimba nampenda Yesu ni Bwana, wamekataa amri za Mungu, si ndio? Unaweza okolewa bila amri. Zaburi hiyo 119, 155. Wokovu. Mungu anasema jioni ya leo, wokovu mbali na wasio haki. Wokovu mbali na wasio haki. Unajua leo Wakristo ndio wanashangaa wanaimba nampenda Yesu ni Bwana, nimeokolewa tarehe fulani. Mungu amesema wokovu mbali na wasio haki. Kwa maana hawajifunzi amri zako. Kumbe wakikataa amri wao na wokovu uko mbali. Na kama wokovu uko mbali, Mungu anaandaa kwa kazi ambayo anakuja kufanya duniani. Tunaomba. Baba wetu na Mungu tupendao, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa maana umwema, umetulinda ukatuongoza tena ukatuhifadhi. Umetupatia hii siku kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nasi tunakulilia, maana wewe ndio Mungu ambaye hajawahi shindwa. Tunapoingia kwa haya masaa matakatifu ya Sabato, hebu tuongoze. Watu hao wamesimama hapa, wamezunguka hiki kiwanja
na wengine wanaosikia kwa mbali wanatamani kuelewa ujumbe wako jioni ya leo. Mimi mtumishi wako ninayenena ni mdhaifu, ambaye anakuhitaji zaidi ya watu wote. Nitumie jinsi ukupendazavyo kwa unyenyekevu. Maandiko ambayo umekusudia hao wana wako waweze kuyasikia na kuyajua jioni ya leo, ufunue kwao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tia maneno yako jinsi ulivyotia katika kinywa cha nabii Yeremia, akanena yasiyo yake bali yako. Pia nami nakurudia jioni ya leo, nitukuze kupitia wewe, ili uonekane bali sio mimi. Jina lako likihimidiwa milele na milele. Mapenzi yako yatimizwe kwetu, neema na neema zako zitujaze. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Hiyo speaker nigeuzie niangalie huko. Naona sauti inaenda. Haya, barikiwa sana. Pigo 7 ya mwisho. Dunia imewekwa akiba kwa laana ya Mungu. Amesema, akaambia wana wa Israeli hivi, kama mtakataa kunitii nitaleta laana duniani. Na akasema dunia inaenda kulaaniwa. Heri experience laana ya Mungu. Lakini kuna mapigo ya mwisho. Ndio maana hili usipatikane kwa mapigo ya mwisho. Ndio maana kuna ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi mstari ni ule wa 11. Soma. Inasema, kisha nikaona malaika mwingine. Huyo ni wana wakati anaona malaika mwingine, mjumbe mwingine akituma duniani. Akaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, ahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mkieni Mungu na kumtukuza. Kumbe malaika wa kwanza amekuwa akitangazia dunia wamche Mungu wa kweli. Tuko pamoja? Wamtukuze Mungu. Kwa sababu gani? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Malaika anatangaza hukumu ya Mungu imekuja. Imekuja kwa dunia. Watu wanapimwa, wenye watapatikana hawako tayari, wanaenda kuhukumiwa, si ndio? Asikia, sujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa malaika wa kwanza anarudisha watu kwa ibada ya Mungu. Anaambia msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi. Endelea. Kisha mwingine malaika wa pili, akaona malaika wa pili akitangaza, akafuata akisema, umeanguka Babeli. Anatangazia dunia, umeanguka Babeli, mji ule uliokubwa ambao maana ndio ulanyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya sharati wako. Malaika anatangaza, anasema Babeli imeanguka. Tuko pamoja? Na anaita watu watoke kati ya Babeli. Tuko pamoja? Sasa Mungu anasema, mjumbe wa malaika wa kwanza anatangaza watu wamche Mungu, waingie kwa ibada ya Mungu. Malaika wa pili anasema hakuna kitu imebaki Babeli. Babeli ni serikali ya Roma, imekamata dunia kupitia makanisa ya uongo. Tuko pamoja? Pamoja na ibada ya Ijumaa. Tuko pamoja? Naam. Babeli imeanguka, hakuna kitu imebaki. Na kama ujumbe umesikia malaika wa kwanza ambaye nakutangazia Babeli imeanguka, malaika wa pili wa kwanza amekwambia kama Babeli imeanguka, ingia kwa ibada ya kweli ya Mungu, si ndio? Sasa ukikataa, malaika wa tatu anainuka na ujumbe. Ufunuo 14 mstari wa 9. Na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema, akaona malaika wa tatu, mjumbe wa tatu anatangazia dunia akisema hivi, mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama, mtu yeyote katika Kitengela leo akiingia kwa ibada ya mnyama na sanamu yake, akiingia kwa ibada ya mnyama na sanamu, kuna mnyama serikali ya Roma, si ndio? Sanamu makanisa ya uongo ya Kiprotestanti ambaye alijitenga na Roma, lakini akakubali siku ya Roma ya Jumapili, si ndio? Mtu yeyote akimsujudu mnyama serikali ya Roma, akiingia katika sanamu ya mnyama makanisa yote ya Jumapili ya uongo, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, na kupokea chapa, si ndio? Na kupokea nini? Chapa katika kipaji cha uso wake, si ndio? Chapa, lazima tujue chapa ni nini, si ndio? Maana tushajua mnyama ni nani. Tuko pamoja? Tushajua ya pili, sanamu ya mnyama ni nani, si ndio? Chapa maana yake nini? Ndio tunataka kuingia kwa haraka. Tuko pamoja? Mtu ambaye yote akimsujudu huyo mnyama serikali ya Roma kiongozwa na Baba Mtakatifu. Tuko pamoja? Akiingia katika sanamu ya mnyama makanisa ya uongo ya Kiprotestanti. Tuko pamoja? Na yataka akipokea chapa. Lazima tujue jioni ya leo chapa ni nini, si ndio? Sasa akikubali chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, huyo yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Ukiingia kwa ibada ya Jumapili, tuko pamoja?
ukubali mnyama serikali ya Roma, si ndio? Ukubali makanisa ya Jumapili ya uongo, si ndio? Utakuja katika kikombe cha Mungu, ghadhabu ya Mungu inaenda kuwakia kipindi cha mwisho. Tuko pamoja? Haya, maliza andiko. Iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atatezwa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, si ndio? Sasa tumeona kuna mnyama ambaye ni serikali ya Roma, si ndio? Tumeona kuna chapa ambayo tunaenda kuijua jioni ya leo, si ndio? Tumeona kuna sanamu ya mnyama ambayo tumejua ni makanisa ya Kiprotestanti, si ndio? 666 maana yake nini? Tuko pamoja? Hivi 63. Sasa sikia venye Biblia inasema Ufunuo 13 mstari wa 18. 666. Hapa hizi tatu zinasimamia nini? Haya, sikia. Hapa ndipo penye akili. Penye akili. Zenye naye inasema hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Yeye aliye na akili kitengera. Na hesabu ya mnyama huyo. Hesabu ni hesabu ya serikali ya mnyama, si ndio? Tumejua mnyama ni serikali ya Roma, si ndio? Hesabu ya mnyama huyu. Maana ni hesabu na hesabu hiyo ni hesabu ya kibinadamu, ni jina ya huyo mnyama, si ndio? Na hesabu hiyo ni 666. 666, si ndio? 666 ni hesabu ya kanisa serikali ya Roma. Tuko mmoja? Tunaona katika Roma, pontifa wa Roma yote akiingia anapatiwa kofia ambayo ilikuwa inaandikwa. Sasa hizo wameanza kuondoa, maana haishajulikana, si ndio? Inaitwa Vicarious Filidae. Vicarious Filidae. Unajua Roma ndio ilifundisha watu Roman numbers. Ukiangalia leta V inaashiria leta 5, nambari 5, si ndio? Leta hiyo bado inaashiria nambari ngapi? 5. Inaashiria moja. Sasa ukihesabu Vicarious Filidae inakupatia 666. Ni hesabu ya kibinadamu. Hama jina, hesabu ya jina ya serikali, si ndio? 666. Maana 6 haiashirii ukamilifu. Tuko pamoja? Nambari 7 ndio inaashiria ukamilifu. Sasa hapa haijakamilika. Sasa 666 hii serikali iliweka wapi? Ndio hao watu waweze kuelewa, si ndio? Biblia ikasema hapa ndipo penye akili zenye hekima. Yeye aliye na akili hesabu hiyo, maana ni hesabu ya kibinadamu. Sasa hii serikali iliweka hizi sita tatu wapi ili tuweze kujua, si ndio? Maana leo Wakristo wanaishi kitengera wakijua, tumejua mnyama ni serikali ya Roma. Tuko mmoja? Tukajua sanamu ya mnyama ni makanisa ya Kiprotestanti yaliyo hasi. Tuko mmoja? Lakini bado yako kwa mnyama, maana Uprotestanti uliisha wote. Akina Teddy Palmer ambao walikuwa wa ecumenical movement washarudi kwa mnyama. Tuko mmoja? Makanisa yote yasharudi. Sasa tunauliza 666 serikali ya Roma imeiweka wapi, si ndio? Danieli 7:25 kwa haraka. Inasema Danieli 7:25, 66 inasimamia nini, si ndio? Maana 666 sio haionyeshi alama ya mnyama. 666 sio alama ya nini? Ya mnyama. Alama ya mnyama tunakuja kujua. 666 tumeambiwa ni hesabu ya serikali, si ndio? 666 inasimamia nini? Danieli 7:25. Soma. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Sasa hii serikali itanena maneno kinyume cha Mungu aliye juu. Naye atawadhofisha watakatifu wake aliye juu. Marisa. Naye ataadhibu kubadili majira na sheria. Kumbe hii serikali imeweka 666 ya kwanza kwa majira, ya pili kwa nini? Sheria. Sasa kutokea kujua 666 maana haimaanishi ndio alama ya mnyama. 666 imaanishi ndio alama ya nini? Ya mnyama. 666 imewekwa kwa sheria na ya pili imewekwa kwa nini? Kwa majira, kwa amri. Tuko majira na nini? Na sheria. Na sheria, si ndio? Sasa waje tuangalie kama tutapata 6 ya kwanza kwa amri, si ndio? Na 6 ya pili na ya tatu kwa majira. Tuko pamoja? Haya, tuanzie na amri. Maana Biblia iko na amri 10. Maana Mungu amesema hataazima kubadili majira na sheria. Na 666 ni hesabu ya serikali. Tuko pamoja? 6 ya kwanza iko hapo ndio tuanze kujua, si ndio? Achukua Biblia na katekisemu hiyo ndogo kwa haraka. Tuangalie amri 10 na amri hizi zingine tuelewe. 6 ya kwanza ameiweka wapi? Tuone ameificha wapi? Maana sio hesabu, sio alama ya mnyama. Alama ya mnyama imewekwa kwa sheria na majira, si ndio? Haya, soma. Kwanza amri mstari wa 3 na katekisemu amri zote, si ndio? Maana kanisa Katoliki wako na amri zao, Biblia iko na amri zao, si ndio? Haya, maana hapo ndio ameficha. Hapa ndio Biblia imesema hapa ndipo penye akili zenye hekima, si ndio? Yeye aliye na akili hesabu hii, maana ni hesabu ya kibinadamu ambaye ni ya serikali ya Roma, si ndio? Na ameficha kwa amri, na ya pili ameficha kwa
Majira, si ndio? Haya, wacha tuanze. Amri 10 kutoka 20 mstari wa 3. Amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila Mungu wa mbinguni. Katekisimu, amri ya kwanza. Katekisimu inasema utamwabudu Mungu na kumtumikia yeye peke yake. Kumbe Biblia na katekisimu wako sawa? Tuwapatie text, ndio? Amri ya pili kwa Biblia, usifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya pili kwa Biblia inasema usifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini ya wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Amri ya pili katekisimu, usilitaje jina la Mungu bure. Swali, wako na amri ya pili? Hamna. Hawana amri ya pili. Nataka uweke hiyo kwa akili, si ndio? Amri ya tatu kwa Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya tatu kwa Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya tatu katekisimu, iweke kitakatifu siku ya Mungu. Iweke kitakatifu siku ya Mungu, si ndio? Haya, amri ya 4, ikumbuka siku ya Sabato itakase. Amri ya 4 katekisimu inasema waheshimu baba na mama. Kumbe waliondoa amri ya pili na ya 4, si ndio? Halafu hizo zingine amri ya 10 ikagawanya mara mbili. Soma amri ya 10 kwa Biblia kwanza. The 10th commandment in the Bible. Na usome 9 and 10 commandment ya katikati. Inasema usishuhudie jirani yako uongo. Biblia inasema usishuhudie jirani yako uongo. Endelea mtumishi. Usitamani nyumba ya jirani yako. Halisa. Usimtamani mke wa jirani yako. Hiyo ndio amri ya 10, si ndio? Haya, sikia amri ya 9 na ya 10 kwa katekisimu. Maana amri ya 10 ndio waligawanya mara mbili, ikuwe ya 9 na ya 10 wakaondoa amri mbili, si ndio? Haya, soma. Ya 9 inasema usimtamani mke wa mwenzako. Hiyo ilikuwa amri ya ngapi? Ya 10 kwa Biblia. Kwa Biblia ni amri ya 10, si ndio? Kwa katekisimu ni amri ya ngapi? Ya 9. Haya, amri ya 10 kwa katekisimu, usitamani mali ya mwenzako. Hiyo ni amri ya ngapi bado? Kwa Biblia ya 10 bado. Amri ya 10 wakaigawanya mara mbili ili watu waone ni amri ngapi? 10. Wakaondoa amri ya pili, wakaanza kudanganya watu ya kwamba kuna sanamu takatifu. Mtumishi, unanielewa? Nataka ufungue hiyo katekisimu. Ukiweza kuna sanamu takatifu, Mungu aliruhusu sikue. Ndio nikuonyesha mahali sita ya kwanza iko. Ukijua ya kwanza, tutafutia ya pili na ya tatu, tupige ya tatu na mapigo utaingilia wapi? Sikia. Inasema Mungu ni roho tupu. Yaani kanisa Katoliki wanasema Mungu ni roho tupu. Amri ya kwanza inatukataza kufanya sanamu ya Mungu. Yaani wanasema amri ya kwanza inatukataza kufanya sanamu ya Mungu. Hata hivyo, hata katika Agano la Kale, Mungu aliwaruhusu kutumia sanamu zingine. Umesikia kanisa Katoliki imesema katika Agano la Kale Mungu aliwaruhusu kutumia sanamu zingine. Kwa maslahi ya nini? Nataka uende hapo chini nasema kwa maslahi ya nini? Kwa mfano wa nyoka shaba, endelea, nyeusi na makerubi. Maliza. Katika Agano Jipya anasema katika Agano Jipya neno likawa mwili. Sasa ile sanamu neno likawa nini? Mwili. Maliza. Kisichoonekana kikawa kinachoonekana. Sasa wanasema ambacho hakionekana kikawa kinaonekana. Wakristo wanapotumia sanamu takatifu. Kumbe kanisa Katoliki wanasema kuna sanamu gani takatifu? Kuna sanamu gani takatifu? Wakakataa amri ya ngapi? Ya pili. Amri ya ngapi? Ya pili. Amri ya ngapi? Ya pili. Tunaona leo wanadanganya dunia. Huyu ni Maria na nani? Na Yesu. Huyu ni Maria na nani? Na Yesu. Huyu ni Maria na nani? Na Yesu. Swali na wauliza, tangu lini Maria akabeba tochi ya Olympic? Na Yesu amebeba mpira wa tennis na ako na crown kwa kichwa. Mungu akaonya wana wa Israeli akawaambia hivi. Deuteronomy chapter 4 verse number 16. Haya sikia. Inasema 4:16. Sawa. Deuteronomy inasema usije mkajaribu nafsi zenu. Mungu akasema usije ukajaribu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga. Maliza. Mfano wa sura yote, mfano wa mwanamume au mwanamke. Endelea. Mfano wa mnyama yote. Kumbe Mungu alisema ukijaribu na sanamu mfano wa mwanamume, hapo unaona kuna wanaume. Hii ni St. Peter's Basilica Roma, si ndio? Mfano wa mwanamume au nani? Mwanamke au mwanamke, si ndio? Endelea.
Inaendelea kusema mfano wa mnyama yote aliye duniani. Wahindi wakachukua wanyama, si ndio? Wao wanaabudu ng'ombe, wakakataa maagizo ya Mungu, si ndio? Maliza. Mfano wa ndege yote aliye duniani. Safi. Mfano wa ndege yote arukaye mbinguni. Mfano wa kitu chochote kitambacho juu ya ardhi. Kumbe Mungu akapiga marufuku ibada ya sanamu. Kanisa Katoliki likasema sanamu inakubalika. Kuna sanamu takatifu. Wakakataa amri ya pili. Baadaye tutakuja kujua walikataa pia amri ya 4, si ndio? Sasa wakakataa amri ya pili na amri ya ngapi? Ya 4. Amri ya pili na amri ya ngapi? Ya 4. 2 plus 4. 6. 2 plus ngapi? 4. 2 plus ngapi? 4. Tukapata ni nini? 6. Tunaona hizi ni sanamu zote kanisa Katoliki wanaabudu. Tuko pamoja? Naam. Ninaona hata kiongozi wao anasujudia Maria. Kuna mara inasema ukiweka picha ya Maria kwa kitanda itakukumbusha umuombe, si ndio? Sasa ibada ya Maria sanamu simitu ikaanza kuinuliwa, wakakataa. Ndio kiongozi anaongoza dunia mzima kuabudu sanamu. Vidume wanabeba sanamu. Sasa nataka uelewe sita ya kwanza ambayo Biblia inasema hapa ndipo penye hekima. Sita ya kwanza hesabu ya kibinadamu imeiko katika sheria. Sheria ngapi? Sheria ngapi? Ya pili. Sheria ya pili na ya 4, si ndio? 2 plus 4 6. Kumbe sita ya kwanza iko kwa amri ya pili na amri ya ngapi? Ya 4. Zimebakisha sita ngapi? 2. Sita 2, si ndio? Hizo sita 2 zimewekwa hapa. Hesabu mamlaka ya serikali ya Roma yenye wako nayo kuondoa za Mungu. Tunaona ndio sita ya kwanza kuonyesha hilo kanisa halijakamilika. Tuko pamoja? Haliwezi likakuwa kanisa la Mungu, si ndio? Sita ya pili kwa hapo. Tuko pamoja? Haya, soma catechism kwa haraka. Inasema kuiweka picha ya Bikira Maria. Yaani ukichukua sanamu ya Maria picha yake, si ndio? Kuiweka picha ya Bikira Maria karibu na kitanda chako itakukumbusha umuombe kila unapokwenda kulala. Kumbe ukiweka picha ya Maria uweke picha yake inakukumbusha ufanye nini? Umuombe. Maria ndio tunafaa kuomba ama ni Yesu? Waraka wa kwanza Yohana 2:1. Watoto wangu wadogo. Watoto wangu wadogo. Nawaandikia haya ili msitende dhambi. Lakini mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Nani? Yesu Kristo. Nani? Mwenye haki. Kumbe tumejua anayefaa kuomba ni nani? Yesu Kristo. Haya, kaleta sanamu ya Maria ya kuwa naomba. Sio tumeona sita ya kwanza iko kwa amri ya ngapi? Ya pili na ya ngapi? Ya 4. Sita ya tatu. Sita ya pili kwa wapi sasa, si ndio? Tumeona mambo ya kanisa la Roma inaweza kubadilisha amri, si ndio? Naam. Haya, sita ya tatu iko wapi? Iko wapi? Sita ya tatu iko wapi? Iko wapi? Sita ya tatu iko wapi? Tupo mmoja? Sita ya ngapi? Ya tatu, ya pili. Sita ya pili, si ndio? Haya, Danieli 7:25. Sita ya pili. Maana tukijua sita inaashiria jina la hii serikali, mamlaka ambayo iko nayo. Sita sio alama ya mnyama, si ndio? Na tumejua mnyama ni serikali ya Roma, si ndio? Sanamu ya mnyama ni Protestanti ulioasi ukakataa imani yao, si ndio? Karudi kwa Roma, si ndio? Sasa tutajua alama ya mnyama ni nini, maana sita sio alama ya mnyama. Haya, sita ya pili kwa Danieli 7:25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhihirisha watakatifu wake aliye juu. Naye atazimu kubadili majira na sheria. Kumbe kuna majira Mungu aliweka, si ndio? Haya, tutafute sita ya pili. Sasa tuko pamoja. Sasa tumeona hii serikali alibadilisha amri. Alibadilisha nini? Amri ya 4. Akasema ya kwamba 7 ni sawa na nini? Na 1. 7 ni sawa na nini? Na 1. Neno leo hata watu wanasema ibada ni ibada. Sauti ya Kaini yenye ilinena tangia bustani ya Edeni, si ndio? Akasema 7 ni sawa na nini? Na 1. Na 1 ni sawa na nini? Na 7. 1 is equals to 1 is equals to 7 and 7 is equals to 1. Akadanganya dunia mzima. Siku ya 7 ndio siku ya kwanza. Unasikia wakamba anakuambia mmoja watu mwa, si ndio? Sasa wakasema 7 is equals to 1 and 1 is equals to 7. Akaondoa watu kwa mpango wa Mungu. Mtumishi video kwa haraka. Papa hakikiri waliondoa sababu kutoka siku ya kweli. Kwa haraka tupige hatua. Video moja tu. Halafu wao wenyewe wakili watuambie siku sahihi ya ibada ni gani. Kanisa Katoliki viongozi wao wakili, si ndio? Walidanganya dunia. Mtumishi wewe tuendelee akitoa hiyo video, si ndio? Akadanganya dunia kwamba siku ya 7 ndio siku ya kwanza na siku ya kwanza ndio siku ya 7. Haya, chukua catechism amri ya 3, maana wanasema ndio amri ya 3, si ndio? Haya, chukua catechism. Wale wanasema kiweki kitakatifu siku ya Bwana. Haya, kwa haraka before video iweko hapo. Haya,
amri ya tatu mahali wanasema amri ya tatu, maana ndio wanasema ina dini na ibada, ndio? Haya, sikia. Inasema amri ya tatu, iweke kitakatifu siku ya Mungu. Safi. Katika Agano la Kale, wale kanisa Katoliki wanasema katika Agano la Kale Mungu alitenga siku ya saba. Mungu aliweka siku ya saba iwe siku ya mapumziko. Kumbe wanajua siku ya saba ilikuwa ndio siku ya kupumzika. Ambayo ndio siku ya ibada, si ndio? Haya, sikia, katika Agano la Kale. Lakini katika Agano Jipya wanadanganya dunia. Katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa kuwa Jumapili. Kumbe wanasema siku ya Bwana ilibadilishwa kutoka Sabato kwenda wapi? Jumapili. Kwenda wapi? Jumapili. Wakadanganya dunia siku ya saba ndio siku ya nini? Ya kwanza. Siku ya saba ndio siku ya nini? Ya kwanza ya saba. 7 is equals to 1 and 1 is equals to 7. Wakadanganya dunia na dunia yote imekubali siku ya saba ni Jumapili, si ndio? Sasa nani walibadilisha? Wacha wao wenyewe waseme. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Haya, ameuliza swali, si ndio? Ambaye hata nyinyi nataka mumsikize vizuri. Ameuliza swali. Swali ni hili, which is the Sabbath day? Siku ya Sabato ni gani, si ndio? Haya, sikia jibu kwanza. Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Swali la pili, kwa nini duniani watu wanatunza Jumapili badala ya Sabato? Haya, sikia jibu sasa. Haya. Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Haya, wamekiri wao wenyewe kwa Biblia yao, si ndio? Wao ndio walibadilisha siku ya nini? Ya Sabato, si ndio? Hii ni kwa Biblia, si ndio? Wameandikia pia Wakristo kwa vitabu vyao, Katekisimu kubwa kwa haraka, ukurasa wa 484 kwa haraka. Inasema sisi sote, yani wanasema sisi sote, mimi siko hapo hata wewe uko hapo. Haya, sikia. Inasema sisi sote tunakusanyika siku ya jua. Kumbe wanajua siku ya jua ndio wanaita leo Ascension Sunday. Siku Yesu alifufuka, si ndio? Sisi sote tunakusanyika siku ya jua kwa sababu ndio siku ya kwanza. Ndio siku ya kwanza baada ya Sabato. Baada ya nini? Sabato. Kumbe ukitoka Sabato unaingia siku ya nini? Ya kwanza. Wakadanganya dunia 7 is equals to 1 and 1 is equals to 7. 7 is equals to 1. Dunia mzima imekubali 7 ni sawa na moja. Na moja nini? 7. Na moja ni sawa na 7. Na 7, si ndio? Dunia moja imekubali. Moja ni sawa na nini? Na 7. Na 7 ni sawa na nini? 1. Tufanye practical, si ndio? Mama wa makaa anauza makaa pale, si ndio? Shilingi 70. Maana umejua kwamba moja ni sawa na nini? Na 7. Uende umpatie shilingi 10. Umwambie 7 ni sawa na moja. Atakubali? Hawezi. Lakini leo tumedanganywa 7 ni sawa na moja. 7 ni sawa na nini? Na moja. 7 minus 1 6. Sita ya pili tumeipata kwa Sabato. Sura ya ngapi? Ya pili. Wanakiri kwao kwa vitabu vyao Jumapili ni uumbaji wa kanisa Katoliki. Tuko mmoja? Jumapili ni sheria
ya kanisa Katoliki peke yake. Hao ndio walitenga. Ndio hata wenye wanauliza maswali. Mimi naenda Jumapili nilipata ikiwa hivyo. Ulipata ikiwa hivyo maana hata kabla uzaliwe hiyo siku ilikuwa ishabadilishwa tarehe 7 mwezi wa 3 321 baada ya Yesu kupanda dunia mbinguni. Tuko mmoja. Sasa wakaondoa wakasema Saturday sio siku ibada, si ndio? Wakaipeleka hapa na wakaunda pia Waislamu waanze kupinga Sabato. Qur'ani 2:63, si ndio? Muhammad saidia watu wote siku za hiyo Jumapili ama ni Sabato ama ni Ijumaa, si ndio? Haya, Qur'ani chukua nyingine, nafikiria iko chini ya hizo. Angalia baruani zinaenda zikipangana hapo tu. Haya, soma 2:65, Muhammad saidia watu siku za hiyo ibada ni gani? Maana Katoliki wamekataa, umesema Sunday ni yao, si ni umbaji wao. Haya, sikia Waislamu nao watakubali Ijumaa ndio siku ibada, si ndio? Hebu kwanza anzie 62:9 kitabu cha Qur'an kwanza. Inasema 62:9, enyi mlioamini, ukiadhiliwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Ijumaa ni siku ya kutaja Mungu, si ndio? Ijumaa inakataza watu kufanya kazi, tanibii yake. Inasema siku ya Ijumaa, yani Muhammad anaambia Waislamu siku ya Ijumaa haikatazi mtu kufanya kazi. Haikatazi mtu kufanya nini? Kazi. Kumbe Muhammad alijua Ijumaa sio siku ya nini? Ya Sabato. Ya Sabato, si ndio? Muhammad siku ya Sabato ni gani? 2:65. Inasema 2:65. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Endelea. Basi kumbe Muhammad anajua kuna heshima ya Jumamosi, ndio? Muhammad Jumamosi inafaa kuwa siku ya nini, ndio? Qur'ani 7:163. Inasema Qur'ani ni 7:163. 163 umekataa. Umesema hao ndio waliumba Jumapili kwa siku ya ibada, si ndio? Jumapili sio siku ya ibada, tuko pamoja? Muhammad amesema Ijumaa pia sio siku ya ibada, si ndio? Ameonyesha Jumamosi, ndio? Jumamosi ni siku ya kufanya nini Muhammad? Inasema na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walikuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu. Kumbe Muhammad anajua Ijumaa sio siku ya nini? Ya ibada. Ni penye tu unaweza omba Ijumaa, si ndio? Ni Jumamosi. Huyu akajua siku ya ibada sio Jumapili, akajua siku ya ibada ni nini? Sabato. Ni Sabato Jumamosi, si ndio? Na Muhammad akaambia Waislamu ni jambo la hakika. Ni jambo la nini? La hakika. Nimechunguza na nikajua ni jambo la hakika. Sabato ni Jumamosi. Qur'ani ya baruani ni ya 16:24 sawa. Inasema hakika siku ya Sabato nini? Jumamosi. Kama Muhammad anajua siku ya Sabato ni nini? Jumamosi. Na Waislamu wanaenda wapi? Ijumaa, si ndio? Tunaona haya makundi mawili Yesu anaporudi yote motoni. Ukijipata hapa ghadhabu ya Mungu inakuja. Zekaria 13:4 soma. Inayosema Zekaria 13:8 hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote mafungu mawili yatakataliwa mbali. Mafungu mawili yanaenda kukataliwa mbali, na watakufa, wao watauawa, maana ghadhabu ya Mungu inakuja, si ndio? Haya mafungu mawili ni nani? Isaia 9:14. Si ndio? Tudhibitisha hiyo ndio inaonyesha mali serikali ya Roma imeweka hiyo kitu. Soma kwa haraka. Inasema kwa sababu hiyo Bwana atakata katika Israeli. Bwana atakata katika Israeli kichwa na mkia. Anakata kwanza kichwa na mkia. Utumishi polepole. Anakata kwanza kichwa, wa pili mkia. Si mwili uko katikati. Unasikia Efeso inaambiwa mwili wa Yesu ujengwa, si ndio? Ambaye ni kanisa la nani? La Mungu. Sasa kichwa ni nani? Soma. Inaendelea kusema mzee mwenye kuheshimiwa, mzee anayeheshimiwa dunia mzima, Baba Mtakatifu ndiye kichwa, na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Nabii ni mmoja. Tunaona kwa Biblia Yesu ni watatu, si ndio? Kuna Yesu mchawi aliitwa Bari Yesu, nabii uongo hapa amekaa na Yesu, ndio? Dini ya Uislamu ndio inakubali uchawi. Hii ni Qur'ani 7:120. Tusome mtumishi, naenda kwa haraka. Tuko pamoja? Wanakubali uchawi kuwa kuna Bari Yesu, nabii uongo mchawi. Tuko pamoja? Na kuna Yesu Augustus waliongoza katika hili taifa, si ndio? Na kuna Yesu mwana wa Mungu. Chagua leo utakubali nani, si ndio? Sasa wametanganya dunia 7 ni sawa na 1, si ndio? Na 1 ni sawa na 7. Sisi tuko na 6 ya pili. 6 ya ngapi? Ya pili iko kwa Sabato. Wakasema 7 is equals to 1 and 1 is equals to what? 7. 7 minus 1 6.
Unapata sita ya ngapi? Ya pili. Unafikiria sita ya tatu iko wapi, si ndio? Maana amesema atasema kubadili majira na sheria. Majira. Mungu aliweka mianga miwili katika anga, jua na mwezi, si ndio? Itenganishe kati ya usiku na mchana. Haya, Mwanzo 1:14. Inasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu. Mungu akasema iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Mianga itenge kati ya mchana na usiku, si ndio? Aliweka jua na mwezi iwe inatenganisha, si ndio? Itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndio dalili ya majira na siku na miaka. Wewe ukitaka kujua siku imeisha, unaangalia jua na nini? Na mwezi, si ndio? Hiyo ndio Mungu aliumba utaratibu. Mwanzo 1:5. Sasa inasema siku inaanza saa ngapi? Soma. Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaleta nuru mchana. Na giza akaleta usiku. Na giza akaleta usiku. Ikawa jioni. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Ikawa asubuhi. Siku moja. Kumbe siku kwa mpango wa Mungu ilikuwa inatengenezwa na nini na nini? Jioni na nini? Na asubuhi. Jioni na asubuhi. Jioni na asubuhi, si ndio? Asubuhi ndio inaitwa mchana. Tuko pamoja? Mchana uko na masaa mangapi kwa Biblia, si ndio? Yohana 11:9. Mchana una masaa mangapi? Inasema John 11:9. Yesu akajibu akasema hivi, saa za mchana si 12. Kumbe mchana uko na masaa 12 kutoka jua lianze kutokea asubuhi, si ndio? Mpaka jioni ni 12 hours, si ndio? Na kutoka jua lizame jioni ingie mpaka asubuhi ni 12 hours. Siku moja utatengeneza 24 hours. Kumbe usiku masaa 12, mchana masaa 10 na ngapi? Na mbili. Yaani siku inatengenezwa na mchana, jioni na nini? Na asubuhi. Jioni na nini? Na asubuhi. Jioni ni saa ngapi tujue siku nyingine imeingia, si ndio? Marko 1:32. Inasema hata kulipokuwa jioni. Na jua limekwisha kuchwa. Kumbe jua likizama siku nyingine imeisha, ingine imefanya nini? Imeanza. Sasa hii serikali ikadanganya watu hapana, ikasema ya kwamba siku inaanzanga saa 6 nini? Ya usiku. Ina makanisa yote uongo. Na wao ambao makataa ukweli wanangojanga kuvuka mwaka saa 6 usiku. Saa 6 nini? Ya usiku. Wakakataa mpango wa nini? Ya Mungu. Sasa kutoka jua lizame saa 12 mpaka saa 6 usiku ni masaa mangapi? 6. Masaa mangapi? 6. Unaona 6 ya 3. 6 ya 3 kwa nini? Kwa masaa. Wakadanganya watu 12. Mshale ukiwa hapa 12 nasema ni saa ngapi? Ni saa 6. Ukiwa hapa 12 nasema saa ngapi? Saa 6. Saa 6, si ndio? Na ikiwa hapa 6 nasema saa ngapi? Ni saa 6. Saa wewe mtumishi. Wewe toa mawazo, weka kwa ya Babeli kwanza tufundishe hawa watu. Unajua ulitoka Babeli sasa ndio inakukanganya, si ndio? Mshale ukiwa hapa 12 wanasema ni saa ngapi? Saa 6. Saa 6, si ndio? Na ukiwa hapa saa 12. Saa 12, si ndio? 7. Sinalenga hapa. Unaambiwa kwamba it is 7 o'clock. This what? 7 o'clock. Na mshale mdogo umelenga nambari ngapi? 7. Na ikifika hapa Kiswahili anakuambia ni saa 7 mchana. Mwalimu wa Kiswahili anaingia class anaambia watu it is 7 o'clock. Mwalimu wa Kiswahili anaingia anasema ni saa 7 kamili, si ndio? Na mshale umelenga wapi? Moja, si ndio? Mwalimu wa Kizungu anaingia anasema it is 7 o'clock. Na mshale umelenga wapi? 7. Umelenga wapi? 7. Sasa wakadanganya 7 ni sawa na 1, si ndio? Sasa tunaona katika masaa watu wamedanganya dunia mzima. Ukienda 12 minus 6, 7 minus 1, 8 minus 2, 9 minus 3, 10 minus 4, 11 minus 5, saa yote ni 666. Tumepata ya tatu iko wapi? Kwa majira. 6 ya tatu iko kwa majira. Ndio wakadanganya dunia ya kwamba siku inaanzaga saa 6 usiku. Watu wote makanisa yote yanangoja mwaka uvuko saa 6 usiku, si ndio? Hao wote wanaabudu shetani wakitumia serikali ya Roma. Amina. Tuko pamoja? Maana inaitwa hesabu ya mnyama. Sio alama ya nini? Ya mnyama. 6 sasa ni hesabu ya nini? Ya mnyama. 6 ya kwanza iko katika amri ya kwanza, ya pili na ya 4, si ndio? 6 ya pili wamedanganywa 7 ni sawa na moja. Wakaondolewa sabato ya Mungu, sabato wakapelekwa siku ya kwanza. Na 6 ya mwisho kwa majira. Ndio hiyo hesabu ya serikali ya Roma. Hesabu ya serikali ya nini? Ya Roma. Swali linabaki. Maana tumejua
alama ya mnyama, si ndio? Hatujajua alama ya mnyama, tumejua mnyama ni serikali ya Roma. Tuko pamoja? Tumejua 666 sio alama ya mnyama, ni hesabu hiyo serikali, si ndio? Iko kwa masaa, iko kwa amri ya 4 na amri ya 2 na iko kwa siku ya ibada. Tuko pamoja? Sasa swali linabaki, alama ya mnyama ni nini? Ambayo Biblia inasema kama una alama ya mnyama hakuna kununua wala kufanya nini wala kuuza. 16 soma. Inasema 13:16. Safi. Biblia takatifu. Naye afanya wote wadogo na wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Unajua watu wakisikia chapa katika mkono, tuko pamoja? Ama kwa kipaji cha uso. Hapa nini na kuanga hapa kwa uso? Unajua nataka kwenda shortcut kwa sababu ya mapigo saba, si ndio? Nini na kuanga hapa kwa kipaji cha uso? Mawazo. Si ni mawazo. Wenye wote watakubali hiyo chapa ya mnyama kwa mawazo yao. Tuko pamoja? Na mkono ndio kufanya kazi. Mhubiri anasema kila kitu mkono unaopata kufanya, si ndio? Fanya kwa nguvu zako zote. Sasa mkono ni kufanya kazi. Umekubali kwa akili zako, si ndio? Mkono unatumia kufanya kutenda kazi, sio kitu inaonekana. Nataka muelewe hivyo, si ndio? Sasa hii alama ya mnyama ni nini? Tuko pamoja? Ambapo unaposoma Biblia, Revelation chapter 7 verse number 1, aliona malaika wa 4 ambao walikuwa nakuja kujibu dunia, wakaambiwa shikilia pepo 4 za dunia, north, east, west, south. Tuko pamoja? Upepo usivume, vita isiingie duniani mpaka watu wa Mungu watiwe muhuri wa Mungu, si ndio? So kama kuna alama ya mnyama, si kuna alama ya Mungu? Kama kuna alama ya mnyama, si kuna alama ya Mungu? Sasa alama ya Mungu ama muhuri wa Mungu ni nini, si ndio? Umewekwa katika amri 10. Nafikiria ni Isaia 8, ni 7 ama ni ngapi? Muhuri wa Mungu. 8:16. Barikiwa sana mtumishi. Isaia 8:16. Inasema 8:16. Muhuri wa Mungu umewekwa kwa sheria zake. Soma. Ufunge huo ushuhuda. Ufunge ushuhuda. Ukatie muhuri sheria. Kumbe muhuri wa Mungu ukitaka kujua uko katika sheria za nani? Za Mungu. Sheria za Mungu. Maana ukitaka kujua counterfeit lazima ujue original. Maana counterfeit ambao ni muhuri, alama ya mnyama imetoka, amechukua mfano wa muhuri wa Mungu ama alama ya nani? Ndio. Alama ya Mungu inaonekana katika sheria za Mungu. Sheria za nini? Za Mungu. Na ni sheria moja peke yake inaonyesha. Maana muhuri ukienda pale kwa ofisi ya DO, ni DO ama ni county commissioner? DO. Iko pale mbele kwa kiwanja, ni county commissioner ama ni DO? Sijui ni nani. DO. Aya, DO ama governor, si ndio? Ukienda kwa governor, ukienda ili uchue muhuri unakuanga na vitu tatu. Vitu ngapi? 3. Lazima ikuwe na jina la mtu ambaye, jina la mtu ambaye amekupigia ule muhuri, si ndio? Naam. Kitu ya pili lazima ionyeshe cheo, kama ni governor ama ni naibu wa governor ama ni secretary wa governor, si ndio? Na mahali anatawala territory. Tuko pamoja? Sasa kama tutaelewa muhuri lazima ukuwe na jina, si ndio? Naam. Na tumejua muhuri wa Mungu katika sheria, si ndio? Ni sheria ambayo iko na jina la Mungu. Tuko pamoja? Iko na cheo cha Mungu. Tuko pamoja? Na iko na kitu cha tatu, inafaa kuwa na mahali anatawala. Ndio tunataka kujua muhuri wa Mungu ni nini, si ndio? Haya, wana wa Israeli wakaambiwa na Mungu hivi, si ndio? Naam. Wana wa Israeli wakaambiwa na Mungu hivi, maana walikuwa tolewa katika nchi ya Misri, wakitolewa waeke katika miimo ya milango alama, ili malaika yule akipita, ni Kutoka 20. Nataka kupiga shortcut. Kwa pamoja, malaika wa kifo akipita asije akadhuru, akiona ile alama anajua hao wako na muhuri wa nani? Wa Mungu. Hawezi wakamaliza, si ndio? Sasa hata watu wa Mungu wanaokuja kipindi cha mwisho, ili wasipigitie mapigo ya Mungu, lazima waweke muhuri wa Mungu ama alama ya nani? Ya Mungu. Alama ya Mungu, si ndio? Na alama ya Mungu ameiweka, ndio inaitwa ishara, kudhihirisha hawa ni watu wake, si ndio? Hiyo ishara ni nini, si ndio? Exodus 20 verse number 12. Tujue kwanza. Inasema 2012 anzia bado. Inasema Ezekieli nzuri. Ezekieli si ndio nangoja. Sema. Inasema tena na aliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, kumdhihirisha wewe uko na alama ya Mungu ama the sign of God, si ndio? Hii inadhihirisha uko na sabato, si ndio? Ndio pale. Zitakazeni sabato zangu. Zitakazeni sabato za Mungu, zitakuwa ishara. Kumbe muhuri wa Mungu umewekwa ndani ya sabato. Wacha tutafute kama iko na hizi vitu tatu. Vitu ngapi? 3. Jina kwa sabato, si ndio? Ya pili tuone kama iko na cheo cha Mungu, na ya tatu nini?
Mali anatawala. Mali anatawala, si ndio? Haya, twende Kutoka 20 mstari wa 8. Inasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Endelea. Siku sitafanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Tumepata jina Bwana Mungu, si ndio? Bwana Mungu wako. Ungemaliza hapo. Bwana Mungu wako. Tumepata jina ni Bwana Mungu wako, si ndio? Cheo chake. Inaendelea kusema, siku hiyo usifanye kazi yote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mnyama, wala mjakazi wako, wala mnyama wako. 11. Kwa maana kwa siku sita. Kwa maana siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Pole. Cheo chake ni muumbaji, si ndio? Sasa mali anatawala, alifanya mbingu na nchi na nini? Na bahari. Kumbe muhuri wa Mungu ameweka ndani ya nini? Wa Sabato. Muhuri wa Mungu ameweka ndani ya nini? Sabato. Nataka mnishike vizuri. Muhuri wa Mungu umewekwa ndani ya Sabato. Maana mwenye muhuri ako ndani ya Sabato. Nataka mnishike vizuri, maana nataka kuweka hii point muelewe. Tukumbuke kwenda ibada siku ya Sabato. Kwenda ibada siku ya nini? Sabato. Haimaanishi kuna muhuri wa Mungu. Maana si wengi wanatunza siku ya Sabato. Haimaanishi kuna muhuri wa nini? Wa Mungu. Maana kuna offshoot movement. Tukumbuke kuna zile zinaitwa UDSE, reformatory movement. Haimaanishi kuna muhuri wa nini? Wa Mungu. Na hata ukuwe kwa Sabato ya Mungu wa kweli, GSPA, General Conference of Seventh-day Adventists, ndio? Haimaanishi kuna muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu uko ndani. Maana Kristo ndiye ako na muhuri. Wacha niweke vizuri. Leo unaenda kupigiwa muhuri kwa Huduma Center. Tuko pamoja? Naam. Ili upate either birth certificate. Upate nini? Birth certificate. Umeenda pale, ukafika ukatoka, si ndio? Imemaanisha umepata muhuri? Hapana. Hujapata muhuri, si ndio? Naam. Sasa ukiingia ndani ya kanisa la Mungu, ukiingia ndani ya kanisa la nini? La Mungu, lazima ukubali kupatana na mwenye muhuri akutakase, ndio akutia kuita wake. Nataka watu wanafikiria watu wamenielewa, si ndio? Naam. Si wote wako ndani ya kanisa la Seventh-day Adventists watapata muhuri, maana wengi kuna mabugu ndani ambao waliingia kwa msisimuko na kuna waaminifu. Nataka uelewe, Mungu akaweka muhuri ndani ya Sabato. So kama Sabato ndio muhuri wa Mungu, si ndio? Alama ya mnyama itakuwa nini kweli? Maana katika muhuri wa Mungu tumeona kwa Sabato yeye ndiye Bwana Mungu wako, si ndio? Yeye ni muumbaji, si ndio? Na ndiye anatawala mbingu na dunia na nchi. Sasa hii ndio the seal of the living God imewekwa ndani ya Sabato. Ndani ya Sabato. Tuko pamoja? Haya, kama ya Sabato, sasa serikali ya Roma ikainuka ikasema 7 ni sawa na nini? Na moja ni sawa na nini? 7. Ikabuni Sabato yake tofauti, si ndio? Sasa muhuri wa Mungu ni Sabato. Alama ya mnyama unafikiria ni nini? Jumapili. Maana ni counterfeit Sabbath from the Sabbath of God. Sasa alama ya mnyama ni utunzaji wa Sabato ya Jumapili ambayo ilianzishwa na kanisa la nini? Katoliki. Wacha watu waambie hapa, maana iko hapa mbele, si ndio? Wanasema hivi. Hii inaitwa American Sentinel Catholic ya June 1893, si ndio? Wanasema Sunday is our mark of authority, si ndio? Jumapili ndio alama ya sheria ya Jumapili. Ya serikali ya Roma. Tuko mmoja. Sasa kanisa Jumapili ndio alama ya mnyama, si ndio? Maana ni counterfeit Sabbath. 666 sio alama ya mnyama, ni hesabu ya serikali. Tuko mmoja. Sasa Jumapili ndio alama ya mnyama, lakini watu hawajapokea alama ya mnyama. Tuko mmoja. Lakini ukipokea ujumbe ukatae, utapokea alama ya nini? Ya mnyama. Na kuna siku inakuja hii serikali hivi karibuni inaenda kuweka alama ya mnyama. Watu wote watakuwa wamekataa. Watu wote wanafanya nini? Wamekataa. Ujumbe wa Sabato ikiwekwa ya lazima dunia mzima, si ndio? Watakuwa na alama ya mnyama, si ndio? Na wakipokea alama ya mnyama, Biblia inasema wanaenda kupitia ghadhabu ya mwisho duniani, si ndio? So muhuri wa Mungu ni Sabato, si ndio? Ambayo ndio alama ya Mungu. Alama ya mnyama, the mark of the beast, is the sacredness, si ndio? Ambayo ndio unaona serikali iko na hesabu ya jina lake. Tuko pamoja? 666 wakakataa kwanza amri ya pili na ile, si ndio? Ndio unaona haijakamilika hivi, Yesu ikakuwa Sabato ya nani? Ya Mungu. Unaona inaitwa alama ya mnyama, serikali ya Roma. Mnyama ni serikali ya Roma, si ndio? Alama yake ni gani? Ibada ya Jumapili. Tuko pamoja? Sasa watu wote ambao wakijua kweli wakataa Sabato ya Mungu wataanza kupokea alama ya mnyama. Tuko pamoja? Lakini kiwekwa officially, maana washakataa, wao washakubali alama ya nini? Ya mnyama. Chenye wanangoja inaitwa ghadhabu ya Mungu ambayo inakuja duniani. Mapigo 7. Mapigo ngapi? 7. Maana Sunday worship ndio iliyeko kama alama ya mnyama,
ndio inaitwa alama ya mnyama. Maana kanisa Katoliki ndio likubali baada ya Jumapili wakang'oa muhuri wa Mungu mahali ulipo, Sabato ya Mungu wakatangazia dunia Jumapili ndio siku ya ibada. Sasa tumejua haramu ya mnyama ni ibada ya Jumapili, si ndio? Ambayo inaenda kuwekwa lazima dunia mzima. Hakutakuwa na ibada siku nyingine, si ndio? Watu wote watakataa hiyo alama ya mnyama wanaona serikali ya Roma, si ndio? Na wenye watakubali mapigo ya Mungu iko. Ndio Mungu akasema ya kwamba usiogope anayeweza kuua mwili, si ndio? Ogopa mwenye ana uwezo wa kuua roho bado na mwili. Maana Mungu anakuja kumaliza, si ndio? Tunaona wakati watu wanajua hiyo mwenye yote atakataa Sabato ya Mungu lazima apitie mapigo 7. Ndio Mungu akakuonya kwa ujumbe hizi vitu tatu, si ndio? Ufunuo 15:1 kwa haraka sasa. Kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu. Malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho. Kuna malaika 7 wamewekwa tayari, wako na mapigo 7 ya mwisho. 1 2 3 4 5 6 7. Sio? Unaitwa the 7 plagues zenye zinakuja kupiga dunia kipindi cha mwisho. Watu wote watakuwa wamekataa Sabato ya Mungu, wakakubali alama ya mnyama Jumapili, si ndio? Watakuwa wanapitia mapigo 7 na hakuna kukufa. Hakuna kufanya nini? Kukufa. Hakuna kukufa, si ndio? Mapigo 7. Mapigo ngapi? 7. Mapigo 7, si ndio? Lakini Mungu anasema aliona wenye kushinda. Endelea naandika kwa haraka. Inaendelea kusema, tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto. Lakini mbinguni kuna wale watakuwa wameshinda wakiwa mbinguni katika bahari ya kioo. Na wale wenye kushinda, wale watakuwa wameshinda nani? Watoka kwa yule mnyama. Watakuwa wameshinda mnyama. Wametoka kwa mnyama serikali ya Roma na sanamu yake. Wametoka kwa makanisa ya Jumapili ya uongo na kwa yule mnyama. Na wametoka kwa nini? Kwa hesabu ya jina lake. Kwa hesabu ya jina lake. Na wamekataa chapa ya mnyama, si ndio? Wenye watashinda watapitia mapigo tuko mmoja. Watakuwa katika kao la amani. Hilo andiko liko hapo. Haya, bali akilitafuta tunaendelea na andiko hapa, si ndio? Sawa. Watu wa Mungu mapigo 7 ikipiga watu ambao wamekataa Sabato ya Mungu ya kweli, si ndio? Watu wa Mungu watakuwa katika kao la amani, si ndio? Haya, pigo la kwanza Ufunuo 16 uko hapo. Inasema 16 mstari wa pili. Inasema akaenda huyo wa kwanza, akaenda malaika wa kwanza, akamimina kitaza chake juu ya nchi. Akamimina kitaza chake duniani. Inaendelea kusema akawa na jipu baya. Kumbe pigo la kwanza inaitwa pigo la majipu. Tuko mmoja? Yaani mwili mzima watu wote watakuwa wamemkataa Kristo, watapigwa na mapigo ya nini? Ya jipu. Unajua leo watu wamezoea kujipondoa kuharibu mwili, si ndio? Sasa watu wa kwanza kupigwa na majipu ni wenye wamezoea kupondoa mwili, si ndio? Isaia 3 mstari ni ule wa 16. Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi. Watu wanaojiita watu wa Mungu wako na kiburi na kuenena na shingo zilizonyoshwa. Utawaona tu vichwa ziko hapa kadi dakika kwa hapa, si ndio? Utaona duka barabara wakipita, si ndio? Wako na kiburi na kwenda kwa shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani. Wamejaza tamaa kwa sababu hawajakaa venye Mungu anataka. Wanaume nao wanaanza kutamani, si ndio? Soma andiko. Wakienena kwa hatua za madaha na kuliza nchuga junga kwa miguu yao. Hiyo ndio maana wanawake wanakitu wamefunga kwa miguu. Tuko mmoja? Umeshinda kitu ilitoka wapi? Biblia ilikuwa ishaona mapema kuliza njuga kwa miguu. Nasema basi kwa hiyo kwa sababu ya kujipondoa na kutamani uzuri wa nje, kwa hiyo Bwana atapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini. Ile pigo la kwanza ni pigo la majipu, si ndio? Waliotoboa masikio, walioshuka nywele, si ndio? Sasa Biblia inasema bandara ya kuwa na manukato mazuri, si ndio? Maana majipu itakuwa mengi badala. Unajua watu wanajipondoa alafu wanapiga marashi. Hata ukikaa kwa gari unashindwa bana, hata kupumua uwezo ukafanya nini? Ukapumua. Mungu anasema kwa sababu majipu ndio pigo la kwanza, si ndio? Badala ya manukato mazuri. Mstari 24 na 25. Inasema 24 kwa sababu ya pigo la kwanza itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri, badala ya perfume inayonukia vizuri, kutakuwa uvundo. Utakuwa ni kunuka kwa sababu majipu iko kwa mwili mzima, si ndio? Na badala ya mshipi, wanaume na wanawake wanaofunga mishipi soma. Na badala ya mshipi, kamba. Unapitisha kamba juu ya majipu, maana ukikaza unasikia uchungu, si ndio? Endelea. Na badala ya nywele zilizosukwa vizuri. Unajua wanawake leo naambia Mungu amepiga marufuku usishuke nywele, si ndio? Na badala ya nywele zilizoshukwa vizuri, upa kiparangoto. Mungu anakuja, maana inaitwa pigo la majipu. Tuko pamoja? Mungu anasema wanawake wasishuke nywele. Tumejua kwanza 2:9. Hivyo wanawake wavae mavazi yanayofunika uchi wao na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Endelea. Pamoja na
na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. Mungu akapiga marufuku wanawake kusuka nywele, si ndio? Mwanamke umepewa hiyo nywele ikuwe ni uzuri wako, lakini usishuke, si ndio? Maintain, kuna njia ku maintain. Ukitaka kufundishwa tafuta watu wa Mungu. Mara tuna wake zetu na wanakaa na hizo nywele, si ndio? Yaani wanakaanga hadi si Biblia iko na manual ya kufundisha watu. Haya, tutafute baadaye. Tuko pamoja? Sasa Mungu akasema hata wanawake watakatifu wa Biblia kuna mtu alishuka nywele. Petro wa kwanza 3:3. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Wanawake kwa wanaume usiwe unajipamba nje, maana ukizoea sana kutafuta uzuri wa nje usahau na utu wa ndani wa moyoni. Pigo la kwanza ni pigo la majibu, si ndio? Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Yaani kushuka nywele maliza na kujitia dhahabu. Yaani maana hakuna dhahabu, leo wanavaa mabati, mbao na plastiki kwa masikio, si ndio? Soma na kuvalia mavazi bali kuwe utu wa moyoni usionekana. Mungu anatamani wanawake wa Kristo kuwe na utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika. Yaani roho ya upole na utulivu. Uwe na roho ya upole na utulivu iliyo ya dhamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo, maana kukaa kuna mwanamke kama ashuke nywele, hivyo ndivyo ilivyowapasa. Ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Kumbe wanawake watakatifu wa zamani hakuna mtu alishuka nywele, si ndio? Mkewe Abrahamu hakuna mtu alishuka nywele. Leo Wakristo wanakiri Yesu ni Bwana, wamechuka nywele, wametoboa na wengine kupaka wanja machoni. Yeremia 4:30. Inasema ndio dini. Sababu inasema na wewe utakapotekwa utafanyaje? Utapojivika mavazi mekundu Valentine, soma. Utapojipamba kwa mapambo ya dhahabu, utapojitia wanja machoni. Rudia. Utapojitia wanja machoni. Wanawake ndio naona wanajipondoa, wanajitia wanja machoni. Unajifanya kuwa mzuri bure tu. Unajifanya tu uonekane uko sawa, si ndio? Hao wanaume watafuti urembo, wanatafuta mapenzi. Sema andiko. Wapenzi wako wanakudharau. Wanaume hata ukue mzuri vizuri aje, si ndio? Na umeshinda kupika ugali na manago kwa nyumba, wewe ni bure. Amina. Tuko pamoja? Hata hivyo wanawake leo kucha ni refu zinafika hapa. Kumbukumbu la 21:12. Mungu alisema mwanamke ameweka kucha inafika hapa. Mtu kwa Biblia aliyekuwa na kucha refu ni Nebukadneza alipofanya kuwa mchao, alipokuwa mwenda wazimu, si ndio? Leo wenda wazimu wamejaa, kucha zimefika hapa na wameongezea zingine tu, si ndio? Mungu alisema Israeli watu wakuwe na kucha refu ama wakato. Deuteronomy 21:12. Inasema 12. Sawa. Inasema ndipo mchukue kwenu nyumbani kwako, aingizwe kwa nyumba, naye atanyoa kichwa chake. Mwanaume anyolewe kichwa na tena akate kucha yake. Kumbe wanawake kwa wanaume kwa Biblia waliambiwa wafanye nini? Wakate makucha. Leo utaona zinasimama hivi, hata nguo hizi furia mwanaume, unajifanya mzuri bure tu, wanaume wako wanakudharau. Amina. Na pigo la kwanza ni pigo la majibu. Tuko pamoja? Wanaume kwa wanawake mmeambiwa muweke kucha zikiwa sawa. Sio mwanaume anaweka kucha refu, mwanamke kucha refu, si ndio? Akienda unapata wengine anakuvulia nguo ikinoka hivi vunjike, anaanza kulia, si ndio? Anatumia 1400 kuweka kucha kwa mkono na nail gel na kitu kingine, si ndio? Unajifanya kuwa mzuri bure tu. Pigo la kwanza ni pigo la majibu. Pigo la kwanza ni pigo la nini? La majibu. Mwanamke aliyepatikana Israeli amepaka wanja ni mwanamke kahaba Yezebeli. Wafalme wa 2:9-30. Twende pigo la pili sasa. Mpigo la kwanza linakuja maana Wakristo wametafuta uzuri wa nje wakasahau utu wa ndani wa moyoni. Yesu akaambia Mafarisayo mnaosha nje lakini ndani nyote mko wachafu, si ndio? Napata mtu anavaa vizuri ya kuja kanisani lakini ndiye wa kwanza kusengenya, si ndio? Anavaa vizuri ya kuja kanisani ndiye muasherati. Tuko pamoja? Amelala kilabu usiku kukunywa akirukaruka na wanaume, si ndio? Asubuhi kwa misa ya kwanza wote hawajatafuta uzuri wa ndani, si ndio? Wameangalia nje. Pigo la kwanza ni pigo la majibu, si ndio? Wafalme wa 2:9-30. Inasema walipofika Israeli, hata Yehu alipofika Israeli, Yezebeli akapata habari, akatia wanyama machoni mwake. Mwanamke kahaba aliyekuwa Israeli akaleta ibada ya miungu migeni. Tuko pamoja? Ibada ya Baali Israeli ndio alikuwa kwanza kupaka wanja, si ndio? Tunaona hao watu wanaenda ibada za Jumapili wote wanapaka wanja, si ndio? Ukiingia
kanisa la Mungu upate watu wako hivyo. Kanisa la Mungu lina magugu na ngano. Tuko pamoja? Ambao wengi hata wameimbiwa kila sabato wamefundishwa. Unaona kuna bwana alikuja pale akauliza, "Mnafundishanga watu wenu kuvaa, si ndio?" Hakuna siku watutangazana kwa kanisa, si ndio? Lakini kumbuka hata Yesu alikuwa na Yudasi. Sasa kuna watu ndani ya kanisa ambao wamejua na wamekataa, si ndio? Naam. Hao wanangoja pia moto. Umesikia nimesema kwa muhuri wa Mungu ambao ni sabato, si ndio? Kuna watu hataingia mbinguni maana hawajapatana na mwenye sabato. Yesu Kristo abadilishwe. Hawabadilishwe. Ndio hata kanisa la Mungu linaambiwa libadilike. Hakati aliua Naboth. Tuko pamoja? Mungu akamlaani akasema ataliwa na mbwa. Mbwa walikuja wakamkula. Lakini kuna mahali mbwa hawakukula, si ndio? Hawakukula kichwa maana walijua kuna nywele imeongezewa, si ndio? Hawakukula mikono maana walijua kuna cutex kwa mikono, si ndio? Na hawakukula miguu, wao za miguu, si ndio? Hiyo ni Wafalme wa kwanza, wa pili, 9 unapoenda na ile andiko mpaka 35. Tuko pamoja? Naam. Sasa hata mbwa anajua mahali pa kuliwa na mahali pa kufanya nini? Kukolwa. Maana anajua hizo ni sumu watu wanaweka kwa mwili. Inapoingia kwa mwili magonjwa ndio unaona ni mengi. Kama ikikuja unakoa kama mtu akona TB. Maana unasikia tumezika mtu ajulikane ni ugonjwa gani umemshika, ni chenye umekuwa ukiweka kwa mwili. Tuko pamoja? Haya, pigo la kwanza ni pigo la majibu. Pigo la pili sasa kwa haraka. Maana ni mapigo 7, si ndio? Wakati hili pigo limeingia, baada hilo hata bandera hilo liende dilipone. Tuko pamoja? Linaingia pigo lingine, si ndio? Pigo la kwanza kuna majibu. Pigo la majibu likiwa pale, tuko pamoja? Unajua utaanza kunuka kwa sababu hakuna maji, bahari zote na mito yote zitakuwa ni damu, si ndio? Naam. 16 mstari wa 3 sawa. Inasema na huyo wa pili, na huyo malaika wa pili akamimina kitasa chake juu ya bahari, akakimimina kitasa juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu. Bahari ikawa damu kama nini? Damu ya mfu. Damu ya mfu, si ndio? Bahari ikamwagiwa, si ndio? Ikamwagwa, na ilipomwagwa, sikia damu ilipoingia katika bahari kulifanyika nini? Inaendelea kusema na vitu vyote vyenye roho ya uhai, vitu vyote vyenye roho ya uhai vilivyokuwa katika bahari vikafa. Si ndio? Nini inakuwa kwa bahari? Unajua bahari gani wewe? Mingi tu. Si useme moja hiyo unajua. Lake Victoria. Lake Victoria, si ndio? Nini inatoleanga Lake Victoria? Samaki, si ndio? Kuna watu mnapenda sana kula samaki sana, kutumia hiyo damu ambayo ni nyama ambayo hata haijapikwa vizuri, si ndio? Wametamani kukula vitu vyote vitauawa hiyo siku, si ndio? Kuna tu samaki inaenda kuuawa. Hiyo ndorewe mbele ya macho yako, si ndio? Utakula nini? Na kuna majipu unapitia, uko na njaa na uwezi kutafuta kutokula baharini, si ndio? Hosea 4 mstari wa 1, sikia. Wakristo wanaonywa ulaji mzuri, wapatie Mungu tukufu, wasiharibu miili. Wamekataa. Pigo linapokuja utatafuta mahali unaweza pata nyama choma inapigwa kama pale ya Arusha ukose. Aya sikia. Inasema ilisikieni neno la Bwana. Mungu anasema lisikieni neno la Bwana, enyi wana wa Israeli. Kwa sababu gani? Kwa maana Bwana ana mateto na wakao katika nchi. Bwana ako na mateto na watu wanaokaa katika dunia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapana kweli. Wamekataa kweli ya Mungu, wala fadhili. Wamekataa huruma, maana hiyo ni mercy kwa kizungu, si ndio? Soma. Wala kumjua Mungu katika nchi. Watu hawamjui Mungu, ndio leo wanasema Yesu alilipuka, si ndio? Hawamjui Mungu. Soma. Inaendelea kusema hapana neno ila kuapa kwa uongo. Uongo umekithiri. Ndio na mtu ako hapa leo ako mrorongo na anapiga kitengera, si ndio? Anaambia mtu nimepika niko hapa nita ndio naingia. Na hapo wapi? Mlolongo. Simu zililetwa na shetani. Watu wanadanganyana. Mtu wako hapa anangojewa adriva, si ndio? Anakuambia ndio napiga kona ya Villas na kuja. Uongo. Hakuna kweli ila kuapa kwa nini? Kwa uongo. Sasa kwa sababu ya hayo mambo yote, si ndio? Mstari wa 3 inasema kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza. Unaona leo dunia iko na laana na kila mtu akae ndani yake atadhoofika. Magonjwa imejaa, si ndio? Lakini wakati pigo la pili linamwagwa, sikia, pamoja na wanyama kondeni, pamoja nao wanyama wanaenda kuondolewa, na ndege wa angani, maana Mungu aliumba ndege wa angani, si ndio? Ikiwemo pia kuku. Tuko pamoja? Wataondolewa, na samaki wa baharini. Rudia. Na samaki wa baharini. Rudia. Na samaki wa baharini. Rudia. Na samaki wa baharini. Wanafanya nini? Wataondolewa. Kuna siku wanaenda kuondolewa, si ndio? Sasa Mungu anataka ujikule chakula chenye amepatiana, maana bahari ilifanya ukue kama damu. Ifanye kuwa nini? Kama damu. Viumbe wenye wai wote wakauawa. Mungu akajua wewe ni mavumbi. Wewe ni nini? Mavumbi. Unajua wanadamu wanakaa duniani wanasema siwezi ishi bila nyama Bwana.
Yaani kuku na ukari bwana siwezi ishi, si ndio? Sasa sikiri andiko. Psalms 103 verse number 14. Usikie Mungu venye anakukumbusha wewe ni nani kwanza, sawa? Hiyo ni kumbusho Mungu anakupatia kwanza. Ujiandae maana kuna pigo la pili. Watu leo wameua wanyama hata Disemba kuku wamelia sana, si ndio? Sio kuku hata mbuzi. Juzi tulikuwa tunaona sikichinjo na sikia iko hapa chini. Kuna maji kwa na pikipiki juzi, si ndio? Unapata mtu hiyo tarehe 24 ndo kwa pikipiki pale nyuma na anamfunga kama mzigo. Kwa ndio wana si ndio? Azikiri andiko. Psalms 103 verse number 14 inasema kwa maana yeye Mungu anakukumbusha yeye anatujua umbo letu. Mungu anakujua wewe. Na kumbuka ya kuwa Mungu anakumbuka ya kuwa wewe si tu mavumbi. Wewe ni mavumbi na mimi ni mavumbi, si ndio? Sasa mavumbi ya kule nini ili ujiandae usipatikane hapa, si ndio? Mavumbi ya kule nini? Psalms 114 inasema uyamesha majani kwa makundi. Uyamesha majani kwa makundi. Na mamboga kwa matumizi ya mwanadamu. Ili atoe chakula katika nchi. Kumbe mavumbi, akule chakula kinatoka kwa nini? Kwa nchi. Mavumbi, akule chakula kinatoka kwa nini? Kwa nchi. Walipatia Adamu Genesis 1:29. Inasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche toa mbegu. Ulio juu ya uso wa nchi yote. Na kila mti ambao mati yake yana mbegu. Mche unaotoa mbegu, si ndio? Maharagwe, posho, maande. Tuko pamoja? Ikuwe ndio unakula, si ndio? Itakuwa ndivyo ukule utafanya nini? Unakula. Na matunda, miti yenye matunda yaliyo na nini? Na mbegu. Pita Kitengela pale kwa soko, matunda, machungwa, chenza hazina mbegu, unakula. Maana yake ina uhai, unajipunguzia uhai kwa haraka. Mungu akasema hivi. Mithali 7:17. Usikuwe mwovu kupita kiasi, mbona ukufe kabla wakati wako. Tuko pamoja? Sema hilo andiko. 7:17 inasema Mithali 7:17 ama ni Mhubiri 7:17 yote wewe utajua. Sema inasema 7 Mhubiri inasema usiwe mwovu kupita kiasi. Mungu anakuambia usikuwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu. Kwani kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Mungu anauliza mbona ukufe kabla ya wakati wako? Ndio leo tunasika kijana wa miaka 20, si ndio? Na Mungu alisema unafaa kufika miaka 70, si ndio? Na mtoto mdogo anafaa kufika miaka ngapi? 100, si ndio? Hiyo ni 65. Tuko pamoja? Naam. 20. Usijali. Tuko pamoja? Leo watu wanakufa kabla wakati wao. Mungu akasema amekupatia mche unaotoa mbegu kwa ndio chakula. Inaitwa health message ambayo sasa anapatia kwa kanisa lako, si ndio? Leo wakisha wamepiga wanasema lazima tuue ng'ombe. Lazima tuue nini? Ng'ombe. Lazima tujue kuku tufanye nini? Tukule. Tuone kama unaenda mbinguni. Ili andiko kama tunalisita kwa Biblia, si ndio? Proverbs 12:10. Inasema ndani yake. Inasema 12. Sijui mnatamani haki ya Kristo idhihirisho ndani yenu na mnatamani kwenda mbinguni. Si ndio? Haya sikiri andiko. Inasema ndani yake. Mwenye haki. Haya ni wangapi wanatamani kuwa wenye haki? Mkono juu. Sinyote naona mnatamani kuwa wenye haki. Sikiri andiko. Mwenye haki anafikiria uhai wa mnyama wake. Utumezi soma vizuri. Mwenye haki ufikiria. Usisahau hiyo. Nimeweka nzuri. Ni individual sasa, si ndio? Mwenye haki ufikiria uhai wa nini? Wa mnyama wake. Mwenye haki anafikiria uhai wa nini? Wa mnyama wake. Mwenye haki afikirie uhai wa yule mjogoo uko naye. Bana konacho ndani yako, si ndio? Si leo uko na roho wa Mungu yako. Kuna uhai ndani yako leo. Hata kuna uhai kama wako. Mhubiri 3:19. Inasema 3:19 Mhubiri. Kwa maana linawatukia wanadamu, linawatukia wanyama. Maliza. Jambo moja la watukia. Anavyokufa huyu, anavyokufa msiaka. Endelea. Anavyokufa huyu, anavyokufa mwanadamu, ndivyo anavyokufa mnyama, ndivyo anavyokufa ule njogoo mlichinja Christmas. Ndio. Maliza. Wote wanayo pumzi moja. Wote njogoo wako na pumzi gani? Moja. Ng'ombe ana pumzi, si ndio? Wanadamu wako na nini? Na pumzi. Hiyo pumzi ni nini? Sio mmoja. Hiyo pumzi ni nini? Si ndio? Si unasikia unavuta pumzi, si ndio? Hiyo pumzi ni nini? Hiyo 27:3. Inasema unasikia mwenye haki lazima afikirie wewe mnyama. Ndio pigo la pili linakuja. Watu wameamua kudhoofisha
viumbe vya Mungu na aliviumba vikuonyesha utukufu wa Mungu, si ndio? Soma. Inasema kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu. Uhai wangu ukali mzima ndani yangu, si ndio? Unajua uhai umechanganywa na damu. Tuko pamoja? Na hiyo pumzi. Damu na nini? Na pumzi. Unaona kama pumzi ndio uhai, mbona ile iko hospitali mtu akikufa hawezi yako ikaishi, si ndio? Sasa uhai umejaa damu na pumzi. Tuko pamoja? Sasa uhai ukali ndani yangu na roho ya Mungu, na roho wa Mungu katika pua yangu. Kumbe chenye unavuta ni roho wa nani? Wa Mungu. Kumbe hiyo roho ako kwa mnyama na ako kwa nani? Kwa mwanadamu. Kwa mwanadamu. Ndio una kitu kupita mnyama, si ndio? Sasa Mungu akasema mwenye haki anafikiria yeye wa nani? Wa mnyama wake. Lakini mtu mkatili mbele za Mungu. Bali nyumba za mtu mwovu. Utumishi Mithali 12 ulisaili andiko 12:10 inasema 12:10 mwenye haki inasema mwenye haki ufikiri uhai wa mnyama wake, bali huruma za mtu mwovu ni ukatili. Yaani machoni pa Mungu ni ukatili kukata njogoo kichwa. Amina. Unaona pigo la pili linapokuja, tuko pamoja? Mahali watu wanatoa sosi ya vyakula, tuko pamoja? Wengi wameamini wameanani chakula, tuko pamoja? Nenda unaangalia unakula tu vitu tunakuangalia na macho hivi na unaweka kwa mdomo. Sindio? Chakula chako. Mungu alisema kama ni ugali sio omena ndio mboga, si ndio? Ugali sio omena ndio nini? Ndio mboga. Mwanzo 3:18. Inasema michongoma na mimi itakuzalia. Nawe utakula mboga za kondeni. Kumbe chakula cha mwanadamu mboga ni mrenda, mchicha, hizo zimejaa. Unaona leo mbuche likikuwa hapa na kibanda akiwa hapa watu wezi nunua, si ndio? Unaona watu magonjwa imejaa. Maana Mungu alijua mafuta ya mnyama, wanyama wana magonjwa, si ndio? Ukikula yale utakuwa na magonjwa. Ndio akasema unapoendea nini? Unapoendea nyama usikule mafuta, si ndio? Haya, kitabu cha Walawi 3:17 soma. Walawi itakuwa amri ya daima katika vizazi vyote. Soma andiko hilo. Inasema 3:17 mtumishi. 3:17. Inasema Walawi 3:17. Ndio kuonyesha kitu ambayo hauwezi ukafundishwa. Ndio namna Mungu anasema hubiria watu na uwalete kwa kanisa lake uanze kuwafundisha. Tuko pamoja? Naam. Haya soma. Inasema neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, ya kuwa ndani ya nyumba zenu, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Hamtakula mafuta wala nini? Damu. Unaweza tenganisha nyama na damu? Hapana, lakini Mungu alijua kuna utaratibu wa kupika nyama, si ndio? Wale tuulize hawa kama wana menyu ya Mungu venye wanaweza pika, si ndio? Ezekiel 24 mstari wa 3 sana. Inasema 24:3 mstari wa 3 sababu inasema ukawatungie methali nyumba ya kuasi, ukawaambie Bwana Mungu asema hivi, teleka sufuria. Sasa ukitaka kupika nyama chukua sufuria, tuko pamoja? Itereke, ukiekelea sufuria tu ya moto, si ndio? Haya, pili liteleka ukatie maji ndani yake. Sasa kwa hiyo sufuria eka maji ndani yake, si ndio? Tunataka kupika nyama, tuko pamoja? Tuone kama inaweza toa damu na uchafu ndio ukule, si ndio? Haya, sikia. Inaendelea kusema vikusanye vipande vyake ndani yake. Mungu akasema kama mnyama alikuwa amechinjwa, tuko pamoja? Sasa kusanya vipande vyema ndani yake, na ni nyumba ya kuasi, tuko pamoja? Sio watu wa Mungu, nyumba ya nini? Ya kuasi. Sikia. Kila kipande chema kama mnyama amechinjwa, Mungu alikuwa amesema vipande gani? Paja. Vipande vyema. Vipande gani? Vyema. Vipande gani? Vyema. Vipande vya kulia machoni mwa Mungu. Ya kwanza paja, ya pili bega. Ya kwanza paja, ya pili bega. Vitu vyote vya ndani, matumbo na nini zika. Tuko pamoja? Uchague vitu vyema, si ndio? Ya kwanza paja, ya pili bega. Ukichagua hizo vitu vyema unaweka kwa sufuria, si ndio? Sasa maji inaanza kuchemuka nyama ikiwa ndani, si ndio? Mstari wa 10 chochea moto. Inasema tia kuni nyingi, uchochee moto sana. Sasa anza kuchochea hiyo moto, si ndio? Fanyisha itokoze nyama sana. Fanyisha mchuzi mzito. Endelea. Mifupa ikateketee. Hiyo nyama unachemusha mpaka mifupa iyeyuke. Nyama itenganishe na mifupa. Hiyo maji ukimwaga, si ndio? Sasa ukimaliza hapo, hujamaliza kupika, si ndio? Sasa chukua hiyo nyama ekelea juu ya sema. Inasema kisha litie juu ya makaa yake. Hiyo nyama hujamaliza kupika, chukua uweke juu ya nini? Ya makaa. Inatoa nini soma?
tupu ipate moto, nyama ipate moto, na shaba yake iteketee. nyama iko na shaba. Tuko pamoja? Yaani ni meto inaitwa shaba. Tuko pamoja? Ya pili, uchafu wake uyeyushwe, nyama iko na uchafu. Ya tatu, na kutu yake iteketee, na nyama iko na kutu rasi. Tuko pamoja? Vitu ngapi? Vitatu. Sasa hiyo vitu vyote vimetoka kwa nyama. Ukipika hivyo, ama Mungu alisema nini? Unajidhoofisha bure tu. Inasema amejidhoofisha kwa taabu, unajisumbua bure tu, lakini kutu yake nyingi haitatoka. Mungu amesema rudi kwa chakula chenye alikupatia, maana wewe ni mavumbi. Amina. Unaona pigo la ngapi? La pili linakuja. Dunia, bahari inakuwa na damu, wanyama ambao watu wamezoea kukula, si ndio? Nenda Mungu akapiga hata marufuku watu wasikule nguruwe, asikule nini? Nguruwe. Hiyo ni Walawi 11. Ndio leo mahali nguruwe anaweka mdomo. Mahali nguruwe anafanya nini? Anaweka mdomo. Huwezi hata weka mguu, si ndio? Lakini unamngoja kwa sahani. Si ndio? Haya, pigo la tatu. Twende pigo la tatu. Ninaona watu wanafaa kufundisha uraji, maana magonjwa ni mingi, si ndio? Nasikia moto kila siku, wanakunywa dawa, ungekula vizuri ungeenda hospitali. Tuko pamoja? Sisi tunakwambia maana tumeshuhudia. Tuko pamoja? Maana mimi nasema hivi, hata kwangu lazima ni implement chenye na ubiri, si ndio? Hata mtoto wangu akiwa nyumbani lazima tujue venye ya kujitibu, si ndio? Naam. Juzi nimepeleka mtoto akiwa mgonjwa hapa Saitoti, akaenda tu akakatwa, nikarudi nyumbani nionyeshe, maana Mungu ametufundisha njia. Maana alikuwa ni mtoto mdogo wa miezi 3. Akiuma na kitu lazima white cells zianze kupigana, hiyo kitu inakuja kwa mwili. Akakuwa na uzaa tu, nikaenda ikakata, nikarudi nyumbani nikaeka, maana kuna njia Mungu amefundisha watu wake, si ndio? Hii Biblia haijafundisha tu njia ya wokovu peke yake, si ndio? Hata uraji weke mwili ukue sawa. Leo watu wanashindwa, nitawezaje kuacha pombe na sigara, si ndio? Si utafuta watu wa Mungu wakuonyeshe. Ni kitu umeshindwa kuwa na kiasi, Mungu anaweza kukusaidia, si ndio? Haya, pigo la tatu. Inasema sasa pigo la kwanza ni pigo la majipu, si ndio? Wakilia woi majipu, hakuna kitu ya kukula, si ndio? Bahari imetiwa damu, hakuna pia maji unaweza kunywa bahari, si ndio? Mito nayo itakuwa haji sema. Inasema na huyo watatu akamina kiza chake juu ya mito na chemchemi za maji. Yaani uko na majipu, tuko pamoja? Chakula hauna, si ndio? Ya tatu hakuna maji, mito. Ukifungua mfereji kama wana wa Misri, katika Misri ulikuwa na pigo, mito yote ikakuwa damu, si ndio? Lazima ile tukio jirudie kipindi cha mwisho, hakuna maji, si ndio? Mito yote ikakuwa damu. Kwa sababu gani? Serikali ya Roma iliyo watakatifu, Danieli 7:25, haliyo watakatifu kwa upanga. Lazima watu wamekubali serikali ya Roma wapitie mateso, waikunywe ile damu, maji kama damu ya watakatifu venye waliwatesa. Hebu soma andiko. Na atanena maneno kinyume chake aliye juu, na atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Haya, sikiza. Aliwatesa watakatifu, si ndio? Warembo kwa wanaume wanapolia kwa majipu. Tuko pamoja? Na bahari inakuwa damu, viumbe vyote vinauawa, si ndio? Ya tatu mito na chemichemi zote, ukifungua kapi ya nyumba badala itoe maji inatoa damu, si ndio? Hayo wakati hakuna chakula, majipu inakusumbua, si ndio? Maji hakuna, si ndio? Inaingia pigo la 4. Hebu sikia pigo la 4 ni kali. Na huyo wanne akamina kiza chake juu ya jua, nalo likapewa kuanguza wanadamu kwa moto. Yaani jua hili likawaka zaidi. Wacha hivyo sasa linawaka, watu wanalia, hii jua inawaka, si ndio? Jua linaenda kuwaka mara 7. Likiwaka hakuna maji ya kukunywa, si ndio? Hakuna chakula, si ndio? Majipu unayo, ndio nasikia unavuka uvudo, si ndio? Na by the way haukufi. By the way ufanye nini? Haukufi. Sasa ili jua linaenda kuunguza watu mara 7. Isaia 30:26 sema. Inasema 30:26 inasema Biblia takatifu. Safi. Pumzi ya Mungu. Inasema na tena nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua. Nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua, na nuru ya jua itaongezeka mara 7. Na nuru ya jua, hii jua tunaona usiku mwezi unawaka mara kama jua ya mchana, si ndio? Mchana jua inawaka mara ngapi? Mara 7. Na ikiwaka hakuna maji ya kukunywa kukata kiu, si ndio? Ya pili hakuna chakula, si ndio? Ya tatu umejaa majipu tu ya mwili mzima. Tuko pamoja? Sasa inawaunguza. Mbona jua iwake? Unajua Wakristo walikubali ibada ya jua Jumapili. Deuteronomy 4:19 soma kwanza. Inasema Deuteronomy chapter 4 verse number 19.
4:19. Mungu anawapiga. Hata hii jua inawaka leo, maana Wakristo wengi wamekataa maagizo ya Mungu, amri za Mungu na sabato ya Mungu, si ndio? Jua inawaka. Wangekubali sabato ya Mungu, Mungu angehurumia dunia, si ndio? Haya, soma. Inasema tena usije ukainua macho yako hata mbinguni na ulionapo jua na mwezi na nyota na jeshi la mbinguni lote pia ukashawishiwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewaganyia watu wote chini ya mbingu zote. Bali Bwana amewatoa ninyi na kuwatoa katika tanuu ya chuma katika Misri, mpate kuwa watu wa urithi wake kama mlivyo leo hivi. Mungu akasema ulionapo jua na nyota usiviabudu, si ndio? Leo Wakristo wamekubali ibada ya jua sana. Tuko pamoja? Unaona jua inabidi wake, maana wamekubali sun worship. Ezekiel chapter 8 verse number 16 kwa haraka. Inasema twende pigo lingine. Akaleta mpaka huo ndani wa nyumba ya Bwana. Na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana kati ya 10 na madhabahu walikuwa watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Nao waliabudu jua. Jua linawaka kwa sababu Wakristo wamekubali jua, si ndio? Watu waliokubali ibada ya Jumapili wakaikubali, lazima jua liwake, si ndio? Likiwaka hakuna maji, hakuna chakula, majipu inawaka, si ndio? Huwezi hata oga kwa ule mwili, na jambo la kushangaza utaikufa. Lazima upitie ghadhabu ya Mungu. Ndio Yesu akiwa katika Getsemane alikuwa analia, Baba ikiwezekana kiondoe kikombe. Alikuwa anakunywa hii ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu, ili isikuje ikakufikia wewe, si ndio? Sasa wakati utaanza kukataa Kristo na amri zake, unamwambia niko tayari kukunywa hicho kikombe. Kama kilimshinda mwana wa Mungu, wewe uko na uwezo gani kukikunywa? Ndio badala wamrudie Mungu, wakaanza kumtukana zaidi, si ndio? Wakati jua linawaka, dunia ikafanya nini? Pigo la ngapi? 5. Sasa inasema na huyo wa 5 akamimina kichwa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama. Maliza. Ufalme wake ukatiwa giza. Tunaona mnyama ni serikali ya Roma, si ndio? Hii serikali maana atakuwa anatawala dunia ikatiwa giza. Inasema ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao. Watu wakaanza kulia, maana hawaelewi nini inaendelea duniani, si ndio? Lakini watu wa Mungu hawatakuwa wanapitia mapigo. Waliokubali muhuri wa Mungu, si ndio? Waliokubali alama ya mnyama, shindo inawapata, si ndio? Wakaanza kulia na kusaga meno. Soma. Inaendelea kusema ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Sasa swali linabaki, pigwa na haya mavitu kwa sababu gani? Mbona dunia itiwe giza, si ndio? Unajua giza inakuja ni giza ya kiroho, kwa sababu Wakristo wamekataa maagizo ya Mungu, kama vile Farao alikataa, si ndio? Farao aliuliza Mungu ni nani niweze kumsikia. Alipokataa Kutoka 10:22, Mungu pia akapiga wakati wake dunia na giza, si ndio? Haya, soma Exodus 10:22. Inasema 22, basi Musa akonyesha mkono wake kuelekea mbinguni, ukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri. Unaona, Musa alifanya kupitia uwezo wa Mungu, Misri dunia yote ikuwe na nini? Na giza. Lazima hilo tukio lijirudie, dunia giza. Ukiwa na giza, jua limechoma watu mchana, imeisha, si ndio? Pigo likaingia, giza iko, watu wamechomwa, hawakufi, si ndio? Hakuna maji, hakuna chakula, watu wanapitia mapigo. Tuko moja, dunia ikatiwa giza. Wao walipewa damu kwa sababu walio watakatifu wa Mungu, si ndio? Jua likaunguza dunia kwa sababu wamekubali ibada ya Jumapili, si ndio? Na kiti cha mnyama kukakuwa na giza dunia mzima, si ndio? Maana mnyama ni serikali ya Roma ambayo imedanganya dunia, na watu wote ambao watakubali, dunia ikatiwa giza, si ndio? Kupitia huyu mzee, makao makuu yako Vatican. Pigo la 6 sasa. Inasema na huyo wa 6 akamimina kichwa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Mto mkubwa uitwa Frati, maji yake yakakauka. Endelea. Ili njia itengenezwe kwa wafalme watakao katika mawio ya jua. Maji yake yakakauka, si ndio? Unajua serikali ilijiinua. Serikali ilifanya nini? Ilijiinua. Vile Nebukadneza alijiinua, Danieli 4 akasema sio mimi nimejenga hizi milki, si ndio? Sasa Mungu ataondoa maji. Maji maana yake watu, si ndio? Watu ambao walikuwa wametawaliwa wamgeukie serikali, wakaona uasi mwisho, si ndio? Lakini hakuna mtu ataokolewa. Lakini hakuna mtu afanya nini? Ataokolewa. Sasa hapo ndio serikali itaanza kugeukwa na watu, manabii wa uongo. Watu wanawauliza, si ulituambia dunia itakuwa hivi, tutaokolewa, tumetoa kila siku.
waanze kugeukia hizi serikali za uongo, makanisa ya uongo. Hapo ndio pigo la 6, mawazo utaanza kuwarudia, waanze kupiga serikali za uongo, si ndio? Lakini wakati wanazipiga ambazo zimetawala dunia kuongoza maelfu wakuwe katika giza ya kiroho, tuko pamoja? Wakati hao watu wote wamedanganywa na hizi serikali za uongo, Mungu analeta pigo la mwisho. Pigo la nini? La mwisho. Maana huyu mwanamke atakuwa anatawala dunia, anaingiza pigo la mwisho ambalo ndilo kali zaidi. Pigo la ngapi? La 7. 7 inaitwa pigo la mwisho ambalo linaenda kupiga duniani. Watu wote watakuwa wamekataa sabato ya Mungu na muhuri wa Mungu, wanaenda kupitia mapigo 7, na hili ndilo pigo la mwisho. 6:17 inasema na huyo wa 7 akamimina kichwa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Imekwisha kuwa. Wakati alitangaza imekwisha kuwa, kukakuwa na nini sasa? Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hili. Kaonekana tetemeko duniani, si ndio? Tetemeko lilipoonekana, nini nyingine kasikika sana? Inaendelea kusema na mji ule mkuu kagawanyikana, tetemeko likaonekana, si ndio? Na radi kaanza kupiga kwa anga. Unajua leo watu wanaimba kuna radi, si ndio? Sasa kuna siku Mungu anakuja kupiga watu na radi. Tuko pamoja? Ambao watu wote walishindana na Bwana wakakataa maagizo yake, Samueli wa kwanza 2:10, si ndio? Anaanza kuwapiga na radi. Radi inapoanza kupiga, si ndio? Maana radi ni dalili mvua inaenda kufanya nini? Kunyesha, si ndio? Ayasikia radi inapoanza kupiga. Inasema Samueli washindana na Bwana. Waliokuwa wakishindana na Bwana duniani, anawaambia ndio njia, wanakataa, si ndio? Washindana na Bwana, watapondwa kabisa. Watapondwa kabisa toka mbinguni. Toka mbinguni. Atawapiga nini? Yeye atawapiga radi. Sasa waliopigana na Bwana anawapigia radi. Baadaye miji mikubwa, haya magorofa yote tunaona yanaanza kuporomoka. Tetemeko kuu duniani, si ndio? Tetemeko linapokuja, nini nyingine nasikika? Inasema inaendelea kusema safi, tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyikana mafungu 3, na mji wa taifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu, Babeli serikali ya Roma, Babeli mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu. Mungu akakumbuka maovu yake duniani, si ndio? Alipokumbuka kupewa kikombe cha mvinyo na ghadhabu ya hasira yake, sasa Mungu akaamua kumwaga hasira ya mwisho duniani, si ndio? Hasira gani? Kila kisiwa kikakimbia, yani kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena, milima ikaondolewa, na mvua ya mawe kubwa sana. Kumbe pigo la 7 ni mvua ya nini? Ya mawe. Mvua ya nini? Ya mawe. Mungu ameweka store ya mawe mbinguni. Store ya nini? Ya mawe. Kwa kipindi cha mwisho Mungu ana store ya mawe mbinguni. Ayubu 38:22 sana. Unajua wako ukiangalia wanaona kuna snow inamwagika, si ndio? Kunanyesha, misi inakuja. Hakusikia Biblia. Ayubu 38:22 mpaka 20. Inasema 38. Mungu anauliza Ayubu hivi, inasema 22, je, umeziangalia gala anamuuliza umeona store za snow zangu mbinguni, au umeziona gala za mvua ya mawe? Anamuuliza umeona kuna store ya mvua ya mawe imewekwa stock mbinguni. Hiyo ndio Mungu ameuliza, imewekwa kwa siku za mwisho. Store ya nini? Za mawe. Siku moja wana wa Israeli wakaenda vita, wakawa kama wanataka kushinda, si ndio? Mungu akaambia malaika mbinguni, kila mtu ashike mawe moja. Kila mtu afanye nini? Ashike mawe moja. Ashike mawe moja. Joshua chapter 10:11 alitupia watu mawe. Hebu sikia ile andiko, imewekwa akiba siku za mwisho sana. Joshua chapter 10:11 kuna mvua ya mawe. Hapo unaona manabii wa uongo, Ayeli anapigwa poa, mshiriki wake anamfuata, si ndio? Joshua chapter 10:11 inasema kuna mvua ya mawe inakuja sana. Inasema 10:11 Biblia takatifu, kisha ikawa hapo walipokuwa wakikimbia mbele ya Israeli, wakati wale watu walikuwa wanakimbia mbele ya Israeli, hapo walipokuwa katika kuteremkia Bethlehemi, ndipo Bwana alipowatupia mawe. Yaani Bwana akiwa mbinguni akawatupia nini? Mawe. Kuna mvua ya mawe imewekwa akiba, ndio pigo la mwisho. Pigo la nini? La mwisho kwa watu ambao watakuwa wamekataa sabato ya Mungu na muhuri wa Mungu akachukubali ibada ya Jumapili. Alama ya mnyama. Alama ya nini? Ya mnyama. Alama ya mnyama. Watapondwa toka mbinguni
kwa mawe. Toka mbinguni kwa nini? Kwa mawe. Kwa mawe. Ndio Mungu anakuita jioni ya leo. Usije ukajipata kwa kikundi kama hili. Wengi wamepotelea Babeli, wameshikilia Jumapili kama siku ya ibada. Wengi wameshikilia ibada za Jumamosi zingine za badia kama ODSD na zingine, si ndio? Mwisho ndio huyu Mungu anakuambia, maana Babeli imeanguka, anasema hivi. Ufunuo 18 mstari wa 4. Inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, sauti inaitana njia leo inasema hivi, tokeni kwake enyi watu wangu. Mungu anasema ubaki ama utoke? Utoke. Mungu anasema utoke. Mungu anasema fanya nini? Utoke. Na ukitoka unaenda wapi? Yohana 10:16 soma. Inasema 10:16. 10:16 inasema, na kondoo wengine ninao. Na kondoo wengine ninao. Nao kondoo ndio Mungu amekuja kuwatafuta jioni ya leo. Anasema kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, ambao hajakubali sabato ya Mungu. Nao imenipasa kuwaleta. Na huu ujumbe umekufikia leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda ambao tumekuwa tukihubiri, tumefunua ukweli. Ni ukweli ama ni uongo? Mmeuamini? 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 Haya, ni wangapi mbona ujumbe ni wa kweli? Mkono juu. Haya, ni wangapi hawajai kupumzika sabato na hawakuwa wanajua lakini wameijua? Mkono juu. Mkono juu kama umejua sabato kwa hizi siku tumekuwa hapa leo. Mkono juu. Haya, ni wangapi wangetamani kupumzika sabato ya Mungu ikiwa leo ndio ya kwanza? Mkono juu. Wanatamani wahusishwe na sabato. Mkono juu. Haya, kujeni hapa ninyi ndugu wawili. Kujeni kwa haraka, tunataka kuomba. Karibieni hapa. Haya, wenye wako tayari kupumzika sabato ya Mungu ndio tunaitana leo kwanza. Mkono juu. Ninyi na ngoja, kujeni kwa haraka. Ninyi na ngoja, kujeni. Haya, kuna wengine maana tunaitana mwito. Haya, kuna watu wamekuwa wakijiandikisha maana leo ndio siku tunaenda. Ikifika jioni tunafunga mkutano. Tuko pamoja? Haya, kuna wengine wanataka kutushina sabato wako hapa. Na wale waliojitoa kwa ajili ya ubatizo, kujeni hapa kwa haraka. Tunaitana mwito wa mwisho. Wenye wako tayari kwa sabato ya Mungu na wale waliojiandikisha kwa hizo siku zote na wako hapa, kujeni kwa haraka na wangoja hapa. Kama ulijiandikisha, kuja hapa. Tunataka kuomba. Jiunge pia nao. Tunataka kuomba jioni ya leo. Kama ulijiandikisha ndio tunangoja, maana asubuhi tutanisani hapa prison. Nafikiria ni hapa mzee. Kwa asubuhi kwa ibada prison unaingia ndani. Unaingia ndani ya prison, hapo ndio tutokana kadi ibada tutakuwa naye. Makanisa yako hii Kitengela, kanisa la Mungu Seventh Day Adventist, ambalo ukienda kama unaenda Nonkopil Riko. Ukienda kama before ufike Nonkopil primary mali iko, kuna kanisa liko hapo. Ukiingia hapo ukiteremka na njia prison kwanza kabla ufike prison kuna Kitengela Central, na ukiingia prison ndani kanisa bado iko. Ukienda Kitengela East hapa chini kanisa bado liko. Tuko pamoja? Milimani iko mbele, Park View huko mbele ya takataka, si ndio? Kanisa la Mungu liko Kitengela. Tuko pamoja? Ndio Mungu anaitana jioni ya leo, anasema kama ulijiandikisha jana na juzi na hizo siku zimepita na uko kwa kiwanja, mkono juu kama ulijiandikisha mahali huko. Nani alijiandikisha? Maana tunaitana mwito wa mwisho. Tuombe, halafu asubuhi inapoingia tutapatana kanisani. Kuna mwingine alijiandikisha na amebaki hapa. Haya, kikundi cha pili naitana. Ni wangapi wangependa kuendelea kujifundisha ujumbe mahali wako? Wangapi wangependa kujifundisha? Hata kama utabatizwa lakini unatamani kuendelea kufundisha ujumbe, maana ujumbe ni mkubwa na unatamani kujifundisha. Mkono juu. Ambao wangetamani kufundisha ujumbe ambao tumekuwa tukijifundisha hapa, kujua Mungu ni wangapi, je Mungu ni mmoja, Mungu ni watatu, ama Yesu alitoa kwa Baba. Ai, mafundisho yako tuko pamoja, na tunatamani kujifundisha kila sabato kwa haya makanisa yako hapa, ambayo sio makanisa yaliyo azi kama yenye yako pale Trade Center ama mengine. Kanisa ambalo liko Seventh Day Adventist under the General Conference, hiyo ndio kanisa tunatambua, kanisa la Mungu yako Kitengela, na kila mahali ukienda yako unaweza pumzika sabato pale. Na kwa haya machache, si Mungu awabariki. Niruhusu nipatie mzee kipaza sauti apatiane directives. Asante, nashukuru. Mungu amekuwa mwema kwetu, kwa hakika ametufikisha tena kwenye pumziko hili lingine. Wapendwa,
asubuhi tutakuwa na kusanyiko ya ibada hapa prison. Ukiteremka tu hapo chini, ingia tu kwa hapo gate. Kuna maaskari hapo, ukifika ukiulizwa sema unaingia kanisani. Pita tu, alafu ukiingia utaturn left. Utaona tu signboard iko hapo, Prisons, GK Prison Seventh Day Adventist. Turn left. Hata ukiwa umeanza kuingia utaiona kanisa iko hapo ya mabati. Tunakaribisha nyote ili tupate kuabudu pamoja na Mungu pamoja. Pia tuna wale ambao walijiandikisha, maana wangependa tuweze kuendelea na masomo haya hata kama sio hapa, mahali ambapo tutaweza kuwapatia sawa. Hebu nione watu kama hao waliojiandikisha jana ili waaje upande huu ili tuwasiliane jinsi tutakavyoweza kukutana, na siku wale ambao wako waje hapa tunapomaliza maombi haya tuweze kupatana hapa. Na pia hawa wote ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wote tutapatana pale asubuhi ili tuweze kuweka mikakati ubatizo utakavyokuwa. Wapendwa, yale ambayo Mungu amezungumza nasi mali hapa ni kwa kusudi la kutufanya tuweze kuwa tayari kwa ajili ya kukutana naye. Ningependa usiende popote, mulipo karibu ambao mmesimama, mmeketi, tusimame ili tutamatishe kwa siku ya leo. Tusimame nyote ambao mmeketi ili tuweze kuomba tunapotamatisha, na pia baada ya maombi haya tutakuwa pamoja na wapendwa hawa na hawa wengine ili tuweze kushauriana vyema. Hebu na tuweze kuomba. Baba, katika jina lako ulitupa, tunalimidi jina lako, maana kwa hakika umenena nasi kwa muda wa majuma haya mawili ambayo yamekwisha pita. Tunakushukuru, tunalimidi jina lako Mungu wetu. Umezungumza nasi ukitufunulia siri kuu ambaye ulitukusudia kila mmoja tuweze kuyafahamu, ambaye yule muovu ameyaficha kwa kusudi ya kutuangamiza. Mungu wa mbinguni, wana na binti zako wamesikia sauti yako, umenena nasi. Tunakushukuru, utuongoze wale ambao wamesikia sauti hii waweze kufanya uamuzi ulio wa busara. Kuna wapendwa ambao tayari wamechukua hatua kuweza kubatizwa. Mungu wa mbinguni, tunapojitayarisha na kujiunga pamoja kwa ajili ya huduma hii, tunaomba uwepo wako iwe pamoja nasi. Na wapendwa ambao wangependa kuendelea kusikia sauti haya, unaponena nao pia uweze kutuleta pamoja ili tuweze kuwa na muda na wakati mzuri. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa, jinsi umeweza kuwatumia kwenye uwanja huu. Mungu uweze kuwazidishia mengi ili wapate kunena pamoja nasi. Tunaomba kwa ajili ya siku hii ya leo, utubariki wageni ambao umewakaribisha kwenye ibada. Baba wa mbinguni, waone utukufu wako, na zaidi ya yote neema yako iwe pamoja nasi. Tunapofumukana kwa wakati huu, kila mmoja kuelekea manyumbani, utuongoze, utupe amani hata utakapotuleta pamoja kwenye ibada, na wengine kurejea mali hapa kwa ajili ya kumaliza mkutano huu. Tunaomba rehema zako na amani yako iwe nasi sasa na hata milele, katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu aweze kuwabariki wapendwa.